Bwana, hii haina kupoa mtu wangu. Karibu sana kwenye sehemu ya 3, mzigo wa kuitwa My Life kutoka kwa Kelisa Mwara. Sasa katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo yule bidada Egra alikuwa na foka kweli. Nini hasa kilichoweza kuendelea? Mwamba huyo kuitwa Davin, unaweza kumuita Vin, atafanyaje? Mbona sasa kama vile mahusiano yake yameshaingia shubiri? Mwanamke amechachandulika kweli, ana maneno vipaya mno. Bwana, karibu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Karibu. Mimi nakulea hapa, unakula na kulala bure, unanisaliti mbwa mmoja wewe. Unajua kodi ya hii nyumba wewe? Unajua nakuuliza, unajua bei ya sofa hili? Unaweza fananisha maisha yangu na ya kule bush kwenu kule? Nimekupenda hivyo ulivyo na umaskini wako. Wewe kunisaliti mimi? Sasa hapa akawa ananitukana kweli. Mara simu yangu ilianza kuita. Akaipokea Egra. Akasema, "Malaya, nilijua tutapiga. Sasa sikia nikwambie, kaa mbali na mume wangu, unanisikia wewe? Mimi unijui sikujui. Nilikusamea siku ile kijijini, sio sasa wewe malaya mshenzi wewe. Mimi nitakuwa mimi, unanisikia wewe?" Kiukweli nilikwazika sana. Sikupendezwa na hili kabisa. Sijamsaliti mimi Egra. Linda ni rafiki yangu tu. Na Linda yana mahusiano yake na mwanaume wake. Lakini mimi mwanaume napigwa na tukanwa na mwagiwa maji baridi. Sasa wanaume wangu uko wapi? Kiukweli niliumia sana hiyo siku. Na pia Linda rafiki yangu anatukanwa kweli. Unajua nilinyanyuka, hata kuongea sikuwa naweza kabisa. Nilivaa nguo na muda huo nadhani Linda alikuwa amekata ile simu. Egra akasema, "Unakwenda wapi? Unakwenda wapi nakuuliza?" Unaenda kwa malaya wako sasa, si ndio Unaenda kwa malaya wako? Unajua mimi sikumjibu kitu. Nilikuwa nimekasirika kiasi ya kwamba nilikuwa natamani nimpige vibaya mno. Mishipa unajua ilinitoka kichwani, dharau unajua zilizidi huyu mwanamke. Kama kufa maskini ni bora tu nikafa maskini, lakini sio kuishi na huyu kiumbe. Nilijikaza pale nikavaa, nikasema naomba simu. Simu? Unaenda wapi? Nakuuliza unaenda wapi na hii simu umesahau mimi ndo nilokununulia Una nini wewe hapo ulipo wewe kapuku tu maskini mshamba mmoja wewe? Nilimtazama kweli Egra, ni kweli ile simu alininunulia yeye. Nilifungua mlango pale nikawa natoka. Egra kanifuata. Hapo yuko na makelele kweli ananitukana, lakini mimi nikapita getini kisha nikaondoka zangu. Lakini hapo nilikuwa nawaza mno. Nilikuwa naumia vibaya mno. Nilitembea hata sijui nilikuwa naenda wapi. Nilichokijua ni kwamba natakiwa tu kupotea, ila sio kuwa na huyu mwanamke sasa. Hawezi kunidharau mimi kiasi hiki. Navumilia mengi lakini sio haya. Kwa nilitembea nikiwa niko naumia mno moyoni mwangu. Nilikuwa na mawazo vibaya mno. Nikakumbuka suruali nilikuwa nimevaa, ndio ambayo ilikuwa ina pesa alikuwa amenipatia Linda. Basi nilienda pale guest ya Binafu, nikachukua pale chumba na kisha nikajilaza kitandani. Nikawa natafakari tu maisha yangu. Niliwaza mno haya maisha na sikujua nianze wapi kusema ule kweli. Sasa kujitafutia naanzaje? Na siwezi tena mikurudi tena kule mwanamke sasa. Kama wataniua ni bora tu niwe, lakini hizi dharau zilikuwa zimevuka kiwango. Nilianza hapo kukucha nitafute kibarua sehemu yoyote ili nianze kazi, nianze maisha. Lakini wazo la Linda unajua lilinijia kidini mwangu. Linda alisema kuna kazi nitapewa. Ni kazi gani sasa? Na nitampata vipi huyo Linda? Simu sina na namba yake imebaki mule kwenye simu. Nilijaribu sana kukumbuka namba yake, maana ilikuwa ni rahisi kuikariri. Nikakisia pale kwa namba kadhaa. Unajua mpaka nilikuja kupitiwa na usingizi nikasielewa chochote. Na siku iliyofuata niliamka mapema sana, nikaoga, nikavaa nguo zangu, nguo zile. Kisha nikaenda kununua simu ya kitochi, kisha nikanunua na line mpya. Baada ya kuchaji simu nikaanza kukisia namba ya Linda. Nilipiga pale kwa namba kadhaa hivi zikawa zinapokelewa, lakini hakuwa Linda. Zingine nilikuwa napiga lakini hazipatikani. Kiukweli nilikata tamaa. Siku hiyo nilienda kanisani, nilionana na uchungaji, nikaongozwa pale toba, nikasali sana. Nilimwomba sana Mungu anione katika hili sasa. Maana sasa imetosha haya mateso. Haya maisha nimeyapitia ni magumu mno, yanatosha. Mamangu anaumia sana. Mungu, hebu nifungulie na mimi milango. Nimechoka hizi dharau, nimechoka hizi fedhea. Nitue huu mzigo wa mateso na manyanyaso kama ulivyoahidi katika vitabu vya dini. Nilifunga hiyo siku, sikula siku nzima. Nilirudi kulala usiku baada ya kushinda kanisani. Napo sikula hata kitu mpaka jioni. Nikanywa tu maji na mimi nasali tu. Siku ya 3 nikalala tena guest kulipeza kukucha, ndo nikaona ngoja nijaribu tena kumtafuta Linda.
Nikakisia pale, mara ya mwisho simu ikaita ikapokelewa. Nikasikia halo. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Nikasema samahani bro, nimekosea kaka. Unamtafuta Linda, si ndio? Nikasema ndio. Mimi ni mpenzi wake na Linda. Anaoga, amesema kwamba nipokea. Niliposikia hivyo nikasema Gustav, ni mimi Vini. Vini? Vipi? Uko wapi wewe? Nikasema niko Magomeni hapa. Hebu chukua usafiri njoo ununio hapa chap mwanangu. Nikasema sawa. Kweli nikapanda daladala mpaka mitaa fulani hivi, nikachukua tena boda kisha nikampigia Linda. Kweli akapokea yeye sasa safari. Akamuelekeza boda walipo. Basi tukafika pale, mimi nikashuka nikamlipa ile boda kisha nikaingia sasa getini. Sikujua mjengo ni wa nani, lakini ilikuwa ni nyumba kuliko ile ya maana. Nilifunguliwa pale na mlinzi. Kumbe alikuwa ameshapewa maelekezo. Mimi nikaingia. Nilikuta Linda yuko na mpenzi wake wamekaa dining wanakula. Linda akasema kaka, pitiliza tu moja kwa moja mezani tule. Kusema ulukole sikuvunga, maana nilikuwa nina njaa, hivyo nikapitiliza pale nikapata chakula. Gustav akaniambia pole sana kwa leo kukuta mwanangu. Nikasema Gustav asante sana. Nimeona bwana shemeji anamtusi sana Linda hapa. Kwa nini anakuwa somuelewa yule mwanamke wako? Hata sijui, ila tu nimemvumilia kwa mengi sana. Aise, pole sana mshikaji wangu. Nasikia bwana ndoa zina changamoto, lakini mkeo ana adabu wala hata heshima ana. Niona message alizomtumia Linda akisema yote alokufanyia. Na kisha anakutukania mpaka na hali ya maisha yenu. Mimi sijapenda mwanangu. Kikweli nimejisikia vibaya sana. Unajua mpaka Linda amelia sana. Sio kwa yeye tu kutukanwa, ila kwa wewe kunyanyasika. Inaonekana unanyanyasika sana na ile familia. Walivyoongea hivyo mimi nilisikia huzuni mno moyoni mwangu, lakini kwa sababu ya kidume wangu kidume nilibidi nijikaze. Macho yalishatokuwa mekundu tu, lakini moyo ulikuwa unaumia sana. Linda alikuwa tu kimya muda wote, machozi yalikuwa yanamtoka. Gustav akasema sasa sikia mwanangu, tutafute pesa. Mimi kuna biashara nafanya mwanangu, mbali na biashara zingine. Ninakusanya mahindi mikoani huko naleta hapa na saga vizuri kwa sababu nina mashine, na kisha naweka kwenye mifuko nauza. Soko tayari mimi ninalo, hivyo haina shida. Na pia nina biashara ya online. Nafanya naagiza vitu nje ya nchi na kisha nauza. Nina maduka na nauza mikoani, ila kwa njia ya mtandao wananiagiza. Zote hizo zinalipa. Sasa sijui wewe ungependa uanze na ipi? Nikasema ndugu yangu Gustav, mimi sina hata mtaji rafiki yangu. Mimi nitakwazima na utanilipa Vini. Nikamwambia pale basi mimi niende huku mkoani nikatafute mahindi nianze na hii. Sasa mimi tayari nina watu wanaofanya hizo kazi. Mimi nasubiri tu datu yaje, ila watafutaji na wapakiaji wapo. Hapo unajua nilianza sana, nikasema lakini nimepata wazo kaka. Niambie wazo gani? Sababu wewe unafanya unga wa ugali, basi mimi nifanye mchele super ili soko liende sambamba. Wazo zuri sana. Wapi sasa super hiyo utapata? Nikasema Mbeya bro, pamoja na Morogoro. Pia huko naweza nikapata. Una watu unaweza kuagiza? Hapana sina, ila Mbeya kuna jamaa nilisoma naye, anaweza kunipa ramani. Na Moro ni nyumbani kwa siwezi kupotea. Okay, sawa, mtaji kama shilingi ngapi? Kiukweli sijajua bro Gustav. Hebu subiri kwanza. Gustav alimpigia pale mtu simu ikapokelewa. Alimuuliza kuhusu biashara ya mchele, akaelekeza pale ya kwamba tununue mpunga mzuri tukoboe si wenyewe ndio tutaona faida. Akatupatia pale maelekezo mengi sana. Gustav akasema sawa basi anakuja mdogo wangu huko, naomba umuoneshe mpunga mzuri, mashine nzuri sana na tunataka mchele super. Akasema sawa. Gustav akaniambia huyu jamaa huyu atakupokea. Huyu ndiye dalali wangu wa mkoa wa Mbeya. Nikasema sawa bro, nashukuru sana. Kwa hiyo lini sasa unataka uende? Mimi nikamwambia bro, mimi hata sasa hivi kama pesa ipo mimi naenda. Gustav akacheka akaza jiandae basi uende kesho kutwa. Nikasema sawa. Kwa sasa wewe baki hapa hadi hiyo kesho kutwa. Nikasema sawa bro, hamna shida. Basi tulitoka pale na Gustav tukazunguka mno. Nikafungua pale account, Gustav akaniwekea pale pesa nyingi tu. Unajua nilishangaa. Sikuwahi kuona pesa nyingi hivyo. Akasema dogo, huu ni mkopo nitakudai na kwenye pesa sinaga miundugu. Kafate mzigo
mimi masoko na kila kitu, nitakuonesha faida yako ije. Iwe mtaji, pesa yangu hii nataka irudi, yani kama pana kukopesha tu. Nikamwambia kaka, mimi nakuahidi nitajitahidi sana katika hilo, umenipa mamilioni. Gustav, hujui tu kiasi gani umeniweza kunisaidia kwenye hili. Nina deni la milele kaka kwako. Wewe usijali, tunapoweza tushikane mkono. Nikasema asante sana bro. Kweli nilinunua nguo kadhaa pale, na kisha siku ya safari iliweza kufika, nikaenda zangu mkoa sasa. Na uzuri ilikuwa ni kipindi cha mavuno. Nilipokelewa pale na Sudi, dalali wa Gustav, anaitwa Sudi. Kwa nikapelekwa pale kwake, alikuwa ameoa na mke wake aliweza kunipokea vizuri sana. Sudi yeye ni mtu mzima kabisa, anaweza kuwa kama vile babangu. Nililala pale siku iliyofuata. Sudi aliweza kunitembeza Kiela, huko sehemu ambayo wanauza mchele. Tukachunguza pale bei na kisha tukaenda kwenye mpunga. Alinionyesha pale mpunga mzuri sana, lakini pia akanionyesha na mpunga mbaya pia, yani ili niweze kujua kutofautisha. Akanipatia pale sifa za mipunga na kisha tukanunua pale magunia kadhaa ya mpunga uliokuwa umeshiba kweli kweli. Mpunga uliokuwa umeiva vizuri kabisa, na kisha tukapeleka mashineni. Sudi alichimba pale mkwala kwa mtu wa mashineni, na akanamwambia kwamba nakuachia magunia haya, najua kipimo chake, sasa nikute umesha koboa vizuri, na ole wako mpunga upungue hata punje bana, unanijua mimi. Kwa mtu wa mashine pale akawa anacheka tu, akasema bro, haina shida bwana. Kwa tuliondoka pale na kurudi nyumbani. Sudi alimwachia mkewe majukumu ya kuweza kufuatilia ukoboaji wa mpunga, huku akiaga kwamba tunaenda Kamsamba sasa kupata mchele mwingine. Kwa tulianza safari hadi huko Kamsamba. Sudi alikuwa na watu kote huko. Kumbe tulikuta tayari bwana tumeandaliwa pale mpunga. Sudi aliukagua huku akawa ananielekeza namna kuweza kuutambua mpunga. Tulichukua tena pale magunia kadhaa na kisha tukapakia katika fuso. Tulikaa kama siku 4 tunakusanya tu mpunga, na kisha tukarudi Kiela, ambapo tulikuta kule mpunga wetu ulikuwa umekubaliwa. Ni mchele sasa, ukawa ni mchele sio mpunga tena, na ulikuwa ni mzuri mno, umenyoka, unanukia mno, mchele super kabisa yani. Tulipaki pale kwenye viroba, tulikoboa ule mwingine na pia tukaweka pale katika magunia tofauti. Ule mchele ulikuwa ni mzuri mno jamani. Muda wote Gustav na Linda walikuwa wananipigia kuniweza kunijulia maendeleo. Mimi nikapakia pale mchele wangu kwenye gari kubwa kwa kuwasaidiana na Sudi, ambaye naye nilimpa pesa pale kutosha tu kama vile alivyokuwa amenishauri Gustav. Maana kanisaidia, hata niliyesoma naye sikumtafuta kusema lo kweli. Sikuamini mzigo ule ni wa kwangu mjue. Nilitumia pesa zote za Gustav, nikabaki na kidogo mno. Nilipanda hiyo gari mizigo, tukatumia kama siku 2 kufika Dar es Salaam. Tulienda mpaka store za Gustav, nikamkuta yuko pale, tukashusha mizigo. Gustav alifurahi sana, akaniambia wadogo, umetisha ise. Umetendea haki pesa ise. Mzigo mkubwa sana huu. Akafunga pale baadhi ya magunia, akaniambia mzee, unaenda kutajirika sasa. Hapa kesho ni kuweka kwenye mifuko, kuna vijana watakusaidia. Nitafunga kuanzia kilo 5 kwenye mifuko yake hadi kilo 50 mtakuwa mnafunga. Nikasema sawa bro. Gustav alimuita pale Linda, naye akaja, wakawa wanapiga picha ule mchele. Kumbe bwana wanaposti. Oda pale zilianza kuja mpaka mashuleni alikokuwa anapeleka unga Gustav. Hapo sijui lolote lile kuhusiana na Egra wala hata familia yake, sijui chochote. Mimi nilikuwa naishi Ununio kwa Gustav na Linda. Ndani ya mwezi mimi nilimaliza mzigo wote, uwezi amini msikilizaji. Pesa niliiona. Gustav akasema nimlipe nusu ya pesa yake ili mimi niendelee kufanya kujipanga mdogo mdogo. Kweli nikafanya hivyo. Nikarudi kwa Sudi, nilikusanya pale mzigo mkubwa zaidi ya ule wa mwanzo. Kama akawa mzigo kaja Dar. Nilishakuwa na soko sasa. Nikamlipa pale Gustav pesa yake yote, nikabaki pale na mtaji wangu sasa pamoja na faida. Matokeo yalitoka, nilipata 1 ya 4. Huku Linda alikuwa amepata 1 ya 9. Sisi tulifurahi sana, na matokeo yalitoka ya kufaulu, mimi nikiwa naendelea kusaka mpunga huko. Kwa Linda alichukua fomu za vyuo, nilivyorudi tulijaza pale. Hapo umepita muda kidogo, na kisha tukawa tunasubiria majibu. Nilifanikiwa kupata pesa, na nilikuwa ni lazima nitoe fungu la 10 kwa wasiojiweza. Hivyo nikawa nina pesa sasa mimi, kusema kweli. Pesa ile iliweza kunipelekea mimi nikapanga kakijumba kangu, kavyumba 2 vya kulala, yani ni chumba sebule, chumba na jiko. Huku nikiwa nina lengo la kumtafuta mamangu sasa aje aishi huko. Chumba kikubwa, yani master tu. Niliandaa kwa sababu ya mama. Mimi nikawa nalala chumba cha kawaida. Nilinunua kila kitu ndani kizuri, nikataka mamangu aishi vizuri. Ndivyo nilivyokuwa nataka mamangu aishi vizuri. Maana maisha yalikuwa ni si haba kusema ukweli. Kwa sasa kidogo Mungu alikuwa ameniona. Tulichaguliwa chuo cha Dar es Salaam. Tulifurahia mno mimi na Linda. Niliongea na Linda ya kwamba sasa ni muda wa kwenda nyumbani. Linda akasema sawa.
maana alikuwa anaongea na mama kumbe. Basi nilienda pale na Linda madukani, nikamnunulia pale mama yangu pamoja na bibi zawadi, nguo, mavitenge, viatu, nini na vitu kama vizuri hivyo. Na ikaanza safari sasa ya kwenda kwa mama. Nilifika, maskini ya Mungu, mamangu bado alikuwa anaishi kijumba cha ajabu. Nilifika pale nikakuta kufuli, hivyo nikakaa nje. Nilikuwa nimemkumbuka sana kusema ule kweli. Kweli kama kawaida nikasikia pale wimbo, nikajua tu anarudi. Nilisimama, mama yangu akatokea pale, alikuwa ameisha, amekonda mno. Na kanga zake chakavu kweli zimechoka, yuko na jembe begani. Aliponiona kwanza aliangusha lile jembe. Mimi nilipiga magoti, mamangu naomba unisamehe mama. Nilikosea. Niliona nijitafute angalau nimejipata mama. Nimekuja nyumbani mamangu, naomba unisamehe sana. Mamangu machozi yalimtoka, unajua alinisogelea na akasema, Vini, unataka mimi nikusamehe mwanangu, si ndio? Nikamwambia ndio mama. Kama unataka nikusamehe, basi usiwe kama baba yako. Usimfanyie Egra alichonifanyia babako. Nataka umrudie Egra, ndipo mimi mama yako nitakusamehe na utakuwa na amani. Hii ilikuwa ngumu kumeza ise. Ilikuwa ni ngumu kumeza kwangu. Nikasema mama, lakini Egra mama sio mwanamke mzuri kwangu mama. Kwa alionifanyia. Kabla sijamaliza mama akaniambia nini? Unataka kusema kakufanyia mabaya, si ndio? Kwani yule mwenzio hana mema? Yule mwenzio hana mema? Mimi nilikuwa sijui mahusiano yenu. Nimeambiwa naye na kuoneshwa vingi. Alikufaa kwa mengi mwanangu. Wewe umesahau kwamba unaenda kwa wanawake wengine kweli? Umeharakia familia Vini, na ndio maana hujui hata mwanamke akiwa mjamzito anakuaje. Anakuwa na kisirani, mwanamke anakuwa na hasira na kila kitu kibaya. Hata uvivu pia unakuamo. Na ufikirie, kabeba mtu tumboni kwake pale. Unashindwa kuvumilia, unachipuka. Mama, mimi sije kuchepuka. Ila mimi nilikuwa nina rafiki mama. Mimi sijui. Ninachokitaka ni wewe umrudia Egra. Mle familia. Mimi ndipo nitakapoweza kufurahi na utakuwa na baraka zangu. Aliongea mama huku yuko very serious kabisa. Ikanibidi tu niseme okay sawa mama. Yes, vizuri sana mwanangu. Mama alinikumbatia huku akilia. Aliniambia karibu sana Vini wangu, na kweli umekuwa ni mkubwa sasa. Umekuwa ni mwanaume kabisa. Mimi nilijikuta na cheka tu. Basi tuliingia pale ndani tukaongea mno. Nilimpa pale zawadi zake na kisha nikaomba kwenda kumwona bibi. Mama alinisindikiza nikamwona bibi na kumpatia pale zawadi zake. Bibi alinimwagia mabaraka mengi tu na kisha tukarudi nyumbani. Mama aliniuliza kuhusu mabadiliko yangu. Mimi nilimsimulia kila kitu na ndipo mama hapa akaniambia basi ashukuriwe Mungu. Nikasema, mama, mimi nimekuja kuweza kukuchukua tukaishi wote Dar es Salaam. Mwanangu, mimi huko siwezi. Nimezoea huko kijijini sana. Huko ndani itakuja kutembea. Sasa mama, utaishi hapa mpaka lini mama? Mwanao napata tu pesa sasa hivi mama, tukaishi wote. Nitatafuta sehemu ya kupanga, maana hata hapa mwenye nyumba na eneo hili analiuza, akasema ana shida eti. Kweli mama? Ndio mwanangu, kanipa wiki 3 tu, hivyo ndo niko katika harakati za kutafuta sehemu ya kupanga. Mama, kwani hapa napauza shingapi? Hata sijui. Mama, ulizia basi. Mimi hili eneo nitalinunua mama. Vini, unachokisema ni kweli mwanangu? Mama, mimi nilikuahidi hutopata shida. Nataka nipanunue hapa, alafu nitakujengea nyumba nzuri tu mamangu. Sawa mwanangu, asante Mungu na Mungu akubariki mno. Siku hiyo tuliongea sana, unajua mpaka usiku mwingi. Tulilala na siku iliyofuata nilimpigia simu Linda, nilimwomba aongee na anko wake yule mwenye maduka. Atakuwa anajuana na mwenye hili eneo, aniuzie mimi. Linda akasema sawa dia. Muda huo mimi nilikuwa niko ndani, kwa mama alikuwa yuko nje. Nilimfuata, mara nikaona simu yake mama inaita. Mama alinitazama, akaangalia ile simu, mara akatabasamu na kisha akaipokea. Mama akazungumza pale kwa kusema, hello mkwe wangu jamani. Niambie mama K wangu, umeshindaje? Hapana, sijakususa mwanangu, sema tu nilikuwa busy kumpokea mwenzako mwanangu. Si unajua yuko huku. Sasa hapo mimi mamangu sikusikia kajibiwa nini.
Lakini mama nikaona tu anaendelea kuzungumza akisema, jitahidi bwana, jitahidi sana, maana mimi mama yako nishaweka sawa mambo vizuri, kazi kwako tu sasa hivi. Aya sawa. Aya. Baada ya mama kuyazungumza hayo, kisha kakata simu. Mama akaniambia, Egra huyo naongea naye. Nikasema sawa mama. Nilikaa kwa mama kwa siku 4. Linda aliongea pale na anko wake. Anko wake akaenda kuongea na mwenye lile eneo, tukakubaliana kwamba mimi ndo nalichukua lile eneo. Nilishangaa, unajua maisha ya kijijini, eneo kubwa mno na kuna kijumba lakini milioni hata haikufika. Nililipia pale kwa kufuata sheria, nikafanikiwa pale kuandika jina la mamangu katika hati. Na kisha nikazungumza na mafundi pale kufanya tathmini ili ujenzi uanze. Nilikamilisha tathmini na nikagundua ujenzi wa kijijini sio gharama sana. Basi nilitafutiwa pale mafundi wa kuanza msingi. Nilikaa wiki hivi. Siku moja nikiwa niko naongea na mafundi nje tu, nikasikia pikipiki inakuja. Kiukweli sikujua ni nani, ila tu nilishangaa inasimama kwetu pale. Akashuka Egra pamoja na Dela, kitambi kinaonekana kabisa ni ujauzito wake. Nilimtizama hivi, mara mama sasa akatoka ndani. Alimkumbatia pale Egra huku akawa anamkaribisha na muita mwanae. Mimi nilikuwa niko kimya tu. Unajua kila nikimtazama Egra nakumbuka yale matukio yake alikuwa amenitendea. Basi nilijikaza pale nikamsalimia na akajibu, tukaenda ndani. Mama alienda pale msosi tukala. Kisha mama akasema, Vini, mkeo kakufuata. Anaomba muache nyuma mgange mapya. Sasa hivi muishi pamoja maana mwenzako anakuhitaji Vini. Mimi muda wote nilikuwa niko kimya tu. Mama akasema, mbona ujibu mwanangu? Nikamwambia, okay sawa mama, nimekusikia. Lakini umeanza Vini. Lakini nini? Usitaki kuniudhi. Mama, nilitaka kusema sawa, nimekubali, ila nataka tukirudi huyu Egra akae kwangu. Mimi sitaki kukaa kwake wala kitu chake, na pia yani yeye kama yeye aje aishi na mimi. Sitaki bebe hata nguo yake yoyote ile. Hivyo kama atakubali basi aje kwangu. Egra alinitazama na kisha akacheka kwa dharau. Nikamwambia, mama umeona? Egra mwanangu, hebu naomba ufanye kama alivyokuomba mwenzako. Mama, Vini ndo kwanza kamaliza shule miezi kadhaa nyuma. Pesa ya kupanga na kuendesha maisha anaitoa wapi huyo? Achaga dharau Egra. Wewe mbona ubadiliki wewe? Kwa nini? Wewe una shida gani wewe? Basi sirudi. Tulikaa kama siku 3 huku ujenzi ukawa unaendelea, na kisha tukaanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Egra aliomba ende kwake na aweke vitu sawa. Nikasema nakupa siku 2 uje kwangu. Akasema sawa. Nilimpa namba yangu ya simu na baada ya siku 2 alipiga simu nikamfuata. Nikasema panda usafiri wa kurequest. Akasema sawa. Kweli kuchelewa alifika, lakini bado moyoni mimi nilikuwa na maumivu sana na Egra. Nilimkaribisha ndani akawa anaangaza huku na huko. Akasema, Vini umepata wapi pesa? Naona mambo yako si haba. Mimi nikacheka tu. Akasema, mbona unijibu? Sasa kabla sijasema chochote simu yangu iliita. Ilikuwa iko mezani pale, lakini kabla sijafikia Egra alirukia ile simu. Akasema, naona mala yako anapiga sana simu, si ndio? Hivi wewe Vini hujabadilika wewe mbwa wewe, sasa subiri. Akataka kuipokea ile simu. Mimi nikaona huyu bado anataka kuweza kunipanda kichwani. Nilifoka nikamwambia, Egra, ukitaka uone sura yangu ambayo hujawahi kuiona kwenye maisha yako, pokea hiyo simu. Alafu mtukane sister. I say sitokuelewa na mahusiano haya ndio yataishia hapa. Unasema nini? Unanitisha mimi? Mwanamke wako huyu unanitisha mimi kisa mwanamke wako huyu kaaba huyu malaya wako huyu. Nikasema wewe kwanza usimuite hivyo. Na sio mtu wangu. Linda mimi ni kama dadangu na ana mahusiano yake, anaishi na mwenzie, tunaheshimiana na ninafanya nao biashara zangu pamoja. Sitaki unikosee heshima Egra. Ninapokuheshimu na wewe naomba uniheshimu. Na kwanza mimi nilidhani wewe umebadilika, lakini kumbe bado una ukorofi, bado una dharau, si ndio? Sasa nisikilize Egra. Leo nakupa onyo la mwisho. Mimi ni mwanaume, tena rijali kabisa, lakini tangia nimeanza mapenzi na wewe sikuwahi hata siku moja kumjua mwanamke mwingine. Egra, ulinidharau sana sababu sina kitu na nilikuwa nalala kwako. Nilikuwa nakaa kwako. Ulikuwa unanilisha wewe. Ulinidharau sana wewe na familia yako. Mlitaka mimi nisisome hata chuo. Niwe tunabeba mizigo, lakini yote hayo nilivumilia Egra. Nilikuwa na kuomba hadi pesa ya nauli. Ila umeongea na mamangu. Mimi nimekurudisha nikitegemea kwamba utakuwa umejifunza maisha na unajua mimi ni kwamba ni mwanaume wako. Egra, sitaki hata mia yako mbovu. Nitafanya majukumu yote kama mwanaume humu ndani. Huyo Linda sasa, kwa taarifa yako, mpenzi wake ndiye alinifunza na kunisaidia biashara. Hivyo na waheshimu kupita maelezo.
Siku utakayonyanyua simu na kumtusi Linda, aisee nitakupiga vibaya mno nikupasue. Kisha nitaachana na wewe. Ndio utakuwa mwanzo na mwisho wa mimi kuwa na wewe kwenye mahusiano. Huwezi kuwa unawakosea heshima watu wasiokuwa na hatia. Sasa simu hiyo hapo, pokea uone. Hapo nilikuwa nimeongea kwa kuwaka kweli kweli huku nikiwa naingia chumani. Egra alibaki yuko pale. Kwa kiburi chake mimi nilitegemea kwamba atapokea, lakini nilichungulia nikaona kanuna tu. Anitazama tu ile simu. Mimi nikatoka tena nikapokea na kuweka loudspeaker. Linda akasema, "Kaka mzima wewe?" Nikasema, "Mzima kabisa, sijui nyewe." Si wazima, wifi ashafika." Nikasema, "Ndio kafika." Jitahidi bwana kumuelewa na hali yake, usipanic wala kuibua mambo ya kero. Sijui unaelewa bro, mkeo anakupenda sana na najua ukiwa naye mtafanya mambo makubwa zaidi, sawa? Nikasema, "Sawa sister. Kama itawapendeza weekend basi mje nyumbani kwangu hata tupate kidogo chakula cha mchana au jioni." Na okay sawa, nitakujuza sister. Okay sawa, Gustav huyu hapa anataka kuongea. Nikasema poa. Kwa ile akampa pale simu Gustav. Gustav akaniambia, "Wadogo, kuna mchongo hapa umekaa levu hapa kuhusu nchi jirani, wanataka bidhaa yako na yangu hapa. Na ni kwa wingi mzee, mzigo unahitajika uende. Kwa nimewapa bei nzuri sana, naamini ukitoka huo mzigo maisha yako dogo yatabadilika, maana ni tenda endelevu sasa, sijui unaweza kuona mzigo wa kutosha, maana wanataka gunia kama 50 hivi kwanza wakaonje ladha yake." Nikasema, "Bro, ndani wiki hii mzigo huo utakuwa umeshaweza kuingia, maana ukipungua tu inakuwa balaa. Ila Sudi ananipakilia leo, kwa hiyo itawezekana kabisa bro, hata usiwaze kuhusu hilo." Bro Gustav akaniambia, "Basi dogo wewe jiandae." Nikasema, "Bro, ubarikiwe sana ise." Kwa tuliegana pale mimi nikakata ile simu. Egra alikuwa yuko kimya tu pembeni yangu. Nikasema, "Egra, naishi na watu na sina mahusiano na Linda na sijawahi kuwa na mahusiano naye. Kwa naomba ulielewe hilo, na pia mimi nilikupenda wewe na nikawa na wewe, na sababu tumeamua kuweza kurudi pamoja, niko tayari kuweza kusahau iliyopita. Ila nikombe kitu kimoja Egra, nimemisi sana yule Egra wa zamani niliyependana naye kwa anko wake kule. Hata kama ni mimba basi jitahidi kubadilika." Egra kanisogelea na kisha kanikumbatia akasema, "Sawa mume wangu, unajua nakupenda sana na ndio maana nakuwa na wivu, lakini nitajitahidi mpenzi kwenye hilo." Kiukweli kumbato lake lilinipa joto, maana nilikuwa sijafanya mapenzi siku nyingi mno, wala sijawahi kuwa karibu naye hivi. So yeye tu, hata mwanamke yote yule. Hivyo nilihisi kama hamu hivi ya mapenzi. Nilimkumbatia vizuri, nikampa pale busu matata mno, nikamwambia, "Nimekumisi sana mama K wangu." Na hata mimi baba K wangu. Basi nilimshika pale mkono mpaka chumani, nilimtoa nguo. Egra alikuwa na kitumbo kikubwa kubwa hivi, mimba ilitaradadi hivyo, alikuwa wa moto moto. Nilimfanyia romance pale, kumnyonya maeneo mbalimbali, na kisha nikaanza pale mtanange sasa. Nilikuwa na hamu na Egra wa moto. Sikuchelewa kufika, cha kwanza tu faster, na baada ya hapo kilichofuata ni mechi kale, sikwambia mtu. Sikumwacha Egra salama kabisa hadi alipochoka sana. Nilimwa sasa kumpikia, nikamwandalia pale na msosi, akala, tukapumzika. Akasema, "Kwa hiyo unajishughulisha na nini mume wangu?" Nikamwambia, "Mazao mke wangu. Nina store ya mazao natoa mkoani huko." Ndo mlichokuwa mnakiongea?" Nikasema, "Yes." "Naona inakulipa." Nikasema, "Kidogo naweza kuishi." "Okay sawa. Naomba niandikie kila kitu unachokitaka ili niweze kukuletea. Mimi naanza chuo, kwa nitakuwa niko busy sana mke wangu. Hivyo nadhani nikutafutie na dada wa kazi ili aweze kukusaidia kazi za nyumbani." "Sawa baby, asante." Kweli tulipumzika pale, na siku iliyofuata mimi nilianza chuo nikiwa niko na Linda. Egra alinipatia list ya vitu ambavyo anavitaka, nikaenda na Linda maana alikuwa na gari. Tukanunua vyote na kisha nikapeleka nyumbani, huko tayari nikiwa nimeongea na watu kadhaa kwa ajili ya kuweza kutafuta dada wa kazi sasa. Kiukweli kwenye hilo nilifanikiwa kusafirisha mchele kwenda nchi jirani. Nililipwa pale vizuri sana na tukapata dili endelevu. Wakawa wanasema kwamba kila mwezi tutakuwa tunawatumia mara 2 mzigo wanaoutaka. Kwa pesa hizo nilizozipata nilimalizia pale nyumba ya mama na nikazungushia pale ukuta eneo zima. Mamangu akahamia sasa kwenye mbingo wake. Japo sio kisasa sana, ila mara 100 pale tulipokuwa. Miezi 2 ilipita, mdada tujapata, hivyo Egra alikuwa anajitahidi sana kufanya kazi huku mimi namsaidia. Muda wake kujifungua ulifika. Mama akaja Dar es Salaam sasa kwa ajili ya kumsaidia. Mamangu alikuwa anampenda sana Egra, sijui hata ni kwa nini. Siku moja mimi nilikuwa niko chuo, nikapigiwa simu, "Egra na mama yako wako hospitali." Ilibidi nikimbie kwenda kule hospitali. Nilifika nikakuta Egra amejifungua pale mtoto wa kike. Nilifurahia sana, maana alikuwa anapenda sana mtoto wa kike. Mamangu alifurahi mno naye. Kutokana na afya nzuri ya Egra tuliweza kuruhusiwa kurudi nyumbani. Hivyo nikakodi pale usafiri hadi nyumbani.
Rafiki zangu wa chuo niliweza kuwajuza, hivyo walikuja pale kutuona, akiwemo na Linda pamoja na Gustav, japo Egra hakumchangamkia sana Linda. Maisha yaliendelea. Mama alikaa miezi 3 kwangu. Maisha yalikuwa ni mazuri sana, na bahati nzuri kabla hajaondoka nilishapata msichana wa kazi mwenye umri mdogo tu, lakini alikuwa anafanya sana kazi kusema kweli. Mama alinishauri badala ya kupanga nitafute kiwanja sasa nijenge, nikakubali. Mama yangu alikuwa naye anafanya biashara ya mazao na store yake huko kijijini. Maana nilimpa mtaji, hivyo alianza kunawili sasa mamangu, na alikuwa ameanza kutakata. Nilitafuta kiwanja, kweli nikapata. Nikanunua pale na kuanza ujenzi huku nasoma hapo. Kwa muda ulienda, mimi niko busy swala zima la ujenzi. Biashara na masomo hivyo napambana navyo. Hata nyumbani pia nikawa sishindi. Siku moja niliwahi nyumbani, njaa ilikuwa inaniuma sana. Nikakuta pale Egra alikuwa anabembelezana na binti yetu alale chumbani. Mimi nikamwambia dada wa kazi anilete chakula. Kwa dada wa kazi alikuja pale mezani akiwa amevimba mno usoni. Mimi nikasema wewe mpatwa na nini, mbona umevimba sana usoni? Nayo macho kama mekundu sana, kuna nini? Yule dada wa kazi alimeza mate, hakujibu kitu, akaanza kuondoka. Mimi nikamshika sasa mkono. Sasa alikuwa amejifunika kile kitenge. Kile kitenge kikaanguka, ndo nikaona mikono sasa ilikuwa ina alama za fimbo balaa. Nikasema nini kimetokea hapa? Mbona uko hivi? Dada wa kazi alifumba ile mikono kama vile anasali. Akasema naomba usiongee kwa nguvu kaka, naomba. Aliongea taratibu mno kwa kiona wasiwasi mno. Alikuwa akiangaza huku na huko. Ni wazi kulikuwa kuna jambo kubwa sana hapa. Kwanza nikamwacha. Nilikula pale huku nikiwa nina mawazo mno. Ina maana ya kwamba Egra anampiga huyu binti? No, lazima nifuatilie, hii sio kawaida hii. Kwa nilimaliza kule nikaenda chumbani, nikakuta pale Egra amelala pia. Nilibadili nguo na kisha nikatoka, nikamuita dada nje. Akaja nikamwambia hebu niambie nini kinaendelea. Yule dada akasema kaka. Nikamwambia niambie nini kinaendelea. Kaka, hata hivyo nilikuwa nasubiri wewe nikuage, mimi naondoka, nimeshindwa kuishi hapa. Kwa nini unasema hivyo? Mkeo ananyanyasa sana, ananilaza njaa, ananipiga hata kwa makosa madogo kama hivi. Kanipiga kwa sababu nilisahau kuweza kufunga maji, akamwagika kidogo ndani. Kaka, nimevumilia lakini siwezi. Hapana, tunakuhitaji, hebu usifanye hivyo, mimi nitaongea naye. Hapana kaka, siwezi tena, hapana. Niamini mimi, sawa? Kila kitu kitakuwa sawa. Kama unaniheshimu basi utanisikiliza. Sawa. Sasa tukiwa tunaongea, Egra akawa anatoka nje. Akasema mume wangu, simu yako inaita. Nikasema okay sawa. Kwa niliingia ndani, alikuwa ni Gustav, nikapokea. Akasema wewe tunane bwana, kuna kitu cha muhimu. Nikamwambia poa bro. Nilimuita Egra nikamwaga. Akasema sawa. Mimi nikatoka sasa. Niliita pale bodaboda nikapanda. Nilipofika umbali fulani nikajisearch, nikakumbuka nimesahau wallet nyumbani. Nikamwambia sikiliza boda, hebu turudi mara moja, kuna kitu nimesahau. Basi tukarudi sasa nyumbani nilikokuwa naishi. Sehemu ambayo nilikuwa naishi ilikuwa haina uzio. Kwa hiyo nikashuka nikawa naelekea sasa mlangoni. Mara nikasikia hapana dada, sitembe na mmeo mimi dada, utaniua dada, naomba basi niende kwetu dada. Hapo sasa mimi ndo nikashtuka. Nikaingia ndani haraka sana, nikakuta Egra kashika kisu kamkaba binti wa watu. Hapa amemchana kidogo kwenye mkono, binti anatoka na damu. Egra alikuwa amefura kwa hasira, anasema unanitania wewe, si ndio? Unataka kunibia mume wangu, unamteka, unamwongelea wewe. Mimi nakumaliza mshenzi wewe. Ilibidi nimkimbilie pale. Nikamkamata na kumtoa juu ya binti wa watu. Nikasema hivi, wewe Egra, umegua kichaa wewe, si ndio? Una nini lakini? Una matatizo gani hasa? Sasa yule binti alikuwa analia mno. Damu zilikuwa zinamtoka mkononi. Egra akasema niache nifundishe adabu huyu mbwa. Nilikuwa namuona sana na kutegatega huyu. Mimi nilishangaa, nikamwambia lini kaifanya hayo? Mimi ndo nilimuita nje. Sasa kwa nini unafanya hivi lakini? Amenitega lini? Yaani mbona unaniaibisha kuniambia mimi natembea na huyu mtoto? Kwa nini unanifanya hivyo lakini Egra? Muda huo msikilizaje, yule binti alipiga magoti. Akasema kaka, naomba unisaidie. Naomba nauli tu mimi nirudi nyumbani, siwezi kuendelea kukaa hapa, naomba sana jamani nirudi nyumbani. Yule binti alikuwa anaongea huko analia. Egra akasema kumbe una kiburi una kwenu wapi uko kwenu, uko porini ukafe njaa? Wapi? Umekuja mweusi unavaa malapulapu, nimekuvalisha na kukukalisha mjini hapo, umetakata na unatoka mpaka na kitako. Leo unajiona wewe ndo kijike, si ndio? Hapa utoki mbwa wewe, mbwa mkubwa maskini wewe. Sasa mimi kauli zake kusema kweli zilikuwa zinanumiza sana.
Najua maisha niliyotoka, na mimi nilikuwa ni maskini hivi tena unatokea kijijini. Sikupenda kusema ule kweli. Nikasema Egra, hivi niambie hasa unachokitafuta ni nini? Unachotaka ni nini? Unataka kuua ili uweze kaishia jela, si ndio? Au atoki hapa bwana wewe. Aende huko ili mkaonane vizuri, si ndio? Hapa atoki, nimeshasema. Labda mimi sio Egra. Nikasema huyu binti ataondoka. Utake usitake Egra, nadhani unanisikia, si ndio? Si umtaki kabla hujaua mtoto wa watu, ni bora aweze kuondoka, na ataondoka. Umedhamiria sasa kunionyesha Umedhamiria sasa unataka kwenda kumfanya mchepuko wako huko nje au malaya wako nje. Unaona mnafanana sasa. Sababu wote mmetoka vijijini wa shamba, si ndio? Mshenzi wewe, unafanya mimi mjinga, si ndio? Mimi sio mjinga wa hivyo wewe. Hebu jitazame, bila mimi ongeng'aa wewe hapa mjini hadi ujione wewe kidume wewe. Wewe umesauli kwa maskini mshenzi wewe. Unanijibu mimi mbele ya dada wa kazi wewe. Kabla jamaliza hapa nilimzabua vibao viwili vikali. Egra kaanguka chini. Hapo kawa ameshika mashavu hivi. Nikamwambia mimi ni mwanaume, niheshimu mpumbavu mmoja wewe. Kiukweli alinitoka tu maneno. Nilijawa na hasira. Hivi mwanamke mbona anadharau sana? Egra alinishika pale shavu akasema unanipiga mimi. Mimi sije kupigwa hata na mjomba wangu. Unakuja kunipiga wewe kisa huyu malaya wako huyu maskini. Nikamwambia huna adabu, na mimi sio mjomba wako mjinga mmoja wewe. Ukiendelea nitakuvunja. Na ndio nimekupiga sasa. Na ninakupiga zaidi ukileta mdomo, mpumbavu mkubwa wewe. Egra kanisogelea akana nipige. Uko na ruka na rusha kifua chake. Pige. Sikumwacha ese, nilimkamata. Nilimtandika kweli kweli mpaka akawa anakimbia nje mbio. Yule dada wa kazi alikuwa analia tu pale, maskini Mungu. Mimi hapo mudo sasa hasira zilikuwa zimeshanipanda, na hasira vibaya mno. Nikamwambia kwanza pole sana. Jiandae na kupa nauli urudi nyumbani, sawa? Asante kaka. Nikamwambia naomba nisamehe sana kwa yote yaliweza kutokea. Naomba usiseme hili popote. Kaka, mimi sina tatizo na wewe. Huna baya kakaangu. Mungu akubariki. Nikamwambia amina. Niliingia pale chumbani nikachukua kama 300 nikampatia. Nikamwandikia pale na namba yangu ya simu katika karatasi. Nikamwambia naomba ukifika unijuze, na ukiona shida yoyote nijuze, nipigie. Samahani kwa yote yaliyotokea. Huyu dada wa kazi alinishukuru mpaka akawa anapiga magoti. Nilimwomba pale nimpige picha ile majeraha, akakubali, nikampigia picha. Basi alibeba nguo zake akaondoka. Mimi sikujua Egra yuko wapi kusema ukweli, wala hata sikulijali hilo. Mtoto wangu bana alianza pale kulia. Nikaenda kumtizama, nikamkagua pale, alikuwa ameloa sana. Nilimvalisha pale pampers nyingine na kisha nikawa nambembeleza sana. Muda ulienda, kigiza kiliingia, Egra hakurudi. Unajua nilishangaa, ina maana kwamba hajali hata mtoto wake ama ni vipi? Muda huo mtoto alikuwa analia mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Nilishamdanganishia mtoto anyonye kidole, lakini wapi, alikuwa analia tu. Nikaona okay, acha nimpigie Linda. Nikampigia, nikamueleza yote yaliyotokea. Linda akasema pale, wewe ulianzaje kumpigia jamani? Alikwambia mwanamke anapigwa nani vini? Nikasema mwanamke ana matusi sana, mwanamke ana mdomo ana kejeli mno. Mimi nimechoka kumvumilia. Hapana hisi, hata kama mwanamke apigwe, lakini hii sasa imekuwa ni too much. Hapo naongea huko natembea, mtoto akanyamaza pale kidogo, alafu analia mno. Linda akasema umtafute mama yake. Nikasema siwezi, kwa sababu yeye anajua ameacha mtoto hapa. Sina haja kuendelea kumtafuta. Linda akasema sasa mtoto mdogo utamfanya nini? Bora hata angekuwa na miezi hata 6, ungempata vimichuzi au hata juisi hata. Sasa hapo nafanyaje sasa? Nikasema na miezi 6 tayari bwana. Basi mpe vimichuzi au kamtafutie maziwa ya kopo na kuandikia hapa jina. Nikamwambia okay sawa. Kweli aliniandikia jina, nikaona okay bora tu maziwa. Nilimbeba pale mwanangu mpaka dukani. Hapo analia vibaya mno, hadi watu walikuwa wananishangaa. Na hisi walikuwa wanahisi kama labda mimi nimeiba mtoto. Nikarudi kwangu, nikaandaa pale kwa maelekezo ya Linda na mtu wa dukani alipokuwa amenielekeza, ndo nikawa naweka sasa katika chuchu na kisha nikampa mtoto. Kweli kalitulia bwana. Tena sana tukakanywa. Shida sasa kakawa hakaachi kuvuta. Nikakaacha nikijua kwamba kakishiba katafanya, nikataacha. Linda alinipigia, nikamwambia bwana kananyonya lakini hakataki kuachia. Linda akasema umempa kiasi gani? Nikamjulisha, akasema wewe huwa hawakatai hao, inatosha. Nikasema sawa. Mtoto nilipomtoto ile chuchu ya kunyonya yale maziwa, akalala pale 444. Mimi nilipika pale nikala. Muda wote huo Egra hajarudi. Nikawaza huyu bora kasepa tu aisee. Nilienda kulala zangu, nilipitwa na usingizi. Nilikuja kushtuka mlango na gongo kwa nguvu sana. Niliamka nikaenda sebuleni, nikasema nani? Nikasikia hebu fungua mjinga wewe. Alikuwa ni mzee Moze, baba yake na Miki. Nilisita kufungua ile mlango. Hutaki kufungua? Niingie na hiki mlango chako wewe, sikidume. Unampiga mtoto wangu, fungua mlango. Maana kasikia kijana, fungua mlango, sisi ni polisi kutoka kituo cha kati.
Mimi kwa haya tena. Nikafungua pale, mzee mmoja akanirukia, akaanza pale kunipiga huko, akawa anasema, mimi nilikwambia nini wewe maskini wewe? Nilikwambia nini? Unampiga binti yangu, sasa nakwambiaje utaozea jela, mshenzi kabisa wewe. Hapo alikuwa anaongea huko ananipiga mangumi kweli kweli. Kulikuwa kuna mapolisi hao 3. Wakamtoa kwangu pale yule mzee. Polisi mmoja akaniambia, unahitajika kituoni. Weka mikono yako juu. Kweli nilitia amri, nikanyosha pale mikono juu, nikafungwa pale pingu na kisha nikaambiwa twende huko. Kwa nilianza pale kutembea, nikawa naona gari ya polisi. Nikaambiwa nipande. Nilipanda kweli kwenye ile gari ya polisi, nikakaa chini. Mzee mmoja akasema, mshenzi wewe, yani masikini wa kutupwa, unawezaje kumpiga binti yangu? Ulinibia kwenye kampuni ukakimbia. Nikakaa kimya. Leo unajifanya wewe bondia, sasa nakwambia utaozea jela kwa kesi ya wizi na shambulio la kutaka kuua, shetani mkubwa wewe. Mimi nilishangazwa na hili tena. Yaani kwangu ilikawa kama jipya, eti nilimuibia. Mimi lini nilimuibia huyu mzee? Polisi pale waliwasha gari safari mpaka kituoni. Huko tukiwa tunafuata na mzee. Nilifikishwa pale kituoni, nikaambiwa nitoe mkanda, sijui viatu, sijui wallet nini, nikatoa simu, vyote nikaambiwa niache pale. Kweli mimi nilifanya hivyo. Kisha nikaenda kuandikishwa maelekezo pale. Polisi akasema, huko hapa unashtakiwa kwa kosa la wizi na shambulizi, ulikuwa una lengo la kuua. Sasa hii kesi yako ni nyeti, inasubiri kusikilizwa, lakini mapema kesho utapelekwa gerezani. Subiri huko kesi yako kuweza kusikilizwa. Sasa nilikosa nguvu. Napelekwa gerezani. Nikasema, mimi mbona sija kuiba? Polisi akasema, kelele, alikwambia upige matajiri nani? Nikasema, naomba basi nipigie simu kwa ndugu zangu. Yule polisi akasema, hakuna, tembea huko. Vile mimi nitachomokaje katika ile sasa? Hata simu kupigia ndugu zangu nimenyimwa. Hojo nilishiria sana huruma. Kweli Egra huyu mwanamke ananifanyia hivi mimi? Kweli nimeiba nini mimi? Nilikumbuka alivyonishawishi niwe naye mwanzoni, nikajikuta najuta sana. Nikimfikiria mtoto nilikuwa nimezaa naye, ndo nikaumia vibaya mno. Nilipelekwa pale mahabusu, nikakaa huko. Kulikuwa kuna watu wengine 4 mle ndani. Kuchafu mno. Kuna harufu mbaya mno. Mimi nikabaki pale nimesimama tu nikiona waza sasa inakuaje. Siku ile nililala rumande japo sikupata hata tone la usingizi. Mimi nilikaa tu siongei na mtu hadi kuna kucha, sikupata kabisa usingizi. Wenzangu 2 waliitwa pale na hawakurudi. Sikujua wameenda wapi. Ilibidi sasa mimi nikamuulize mwingine, wale wameenda wapi? Akasema wao kuna mawili, inawezekana wametoka au wamepelekwa mahakamani. Nikasema okay. Kwa nikakaa pale nikawa nijiwazia, hivi mimi maskini, hakuna mtu kuweza kunisaidia, itakuwaje? Kusema ukweli niliumia mno. Kwa muda ulienda mimi niko ndani tu, tena njando vibaya mno, inaniuma yani. Mara nilikuja pale nikaitwa, nikafunguliwa pale, nikatoka nikamfuata afande. Nilifika ofisini nikamwona Linda pamoja na Gustav. Moyo wangu kusema ukweli ulifarijika sana. Nikasema nimefurahi sana kuona. Gustav akasema tunarudi nyumbani kwa dhamana. Tusubiri hiyo siku ya mahakamani kama walivyosema. Nikasema asante sana. Nilishukuru mno. Tulisainishwa pale makaratasi fulani, nikapewa vitu vyangu pale walivyoweza kuvichukua polisi, na wakasema kwamba nitakuwa narudi kuripoti. Tulitoka mpaka kwenye gari ya Gustav, ikabidi niulize wamejuaje mimi nilipo. Linda akasema mkeo kampigia simu Gustav kamwambia. Mimi nilishangaa. Egra huyu mbona ndio yeye ndo sababu ya kuniweka mimi ndani? Na namba ya Gustav kaikuta wapi? Linda akasema sio yeye aliyekuweka ndani. Kwa mujibu wake amesema yeye alikimbilia kwa anko wake kule baada ya wewe kuweza kumpiga. Lakini anko wake ndo akataka kesi na akawa na hasira na wewe. Na alijaribu kumsia sikutesa, lakini mjomba wake ni mkali mno. Hivyo akatuomba sisi tuweze tukusaidia utoke. SMS kwa mimi nilichukua picha za ule binti wa kazi, nikawaonesha, nikasema bado mnataka mimi nimuelewe kweli binti? Kamfanya hivi binti wa watu? SMS siwezi. Linda akasema lakini kwa nini ulimpiga sasa na wewe? Alikwambia mwanamke anapigwa nani? Umekosea sana, mimi sijapenda kabisa. Nikasema nakiri ndio nilikosea sana tu sana, siwezi kurudia katika hilo. Basi tuko tunaongea pale, simu ya Linda iliita. Akanitazama akasema Vini mamako huyu anapiga, sijui anataka kusemaje. Nikasema pokea tu. Kwa ile Linda akapokea. Akasema pale shikamoo mama. Mama akujibu ile salamu ya Linda, akasema upo na huyo mpumbavu hapo? Linda akasema Vini, ndio. Akasema niko naye mama. Sasa mwambie hivi, nataka aende akamwangukie mkewe kwa aliyomfanyia. Nataka kamombe msamaha huko kwa wakwe zake, maana aliyachokoza yeye. Mwanaume gani anampiga mkewe? Mwanaume gani ananyanyua mkono wake kumpiga mwanamke? Mimi sitamlea hivyo. Fikisha huo ujumbe.
Si mnajifanya nyinyi marafiki? Sasa kabla Linda hajajibu, kwa sababu alikuwa ameweka ile loudspeaker, mimi nilichukua ile simu nikasema, mama, kwa nini unanihukumu bila hata kunisikiliza? Mpaka lini utakuwa unasimama na watu wengine na sio mimi mwanao? Oho, unanifokea sasa mimi mamako, si ndio? Unatembea na msichana wa kazi, umefumaniwa, unafanya uchafu, ulitaka mke wako akuache au akuchekee, akuchekee wewe na huyo malaya wako huko ndani. Kwa ujinga wako unatetea malaya, lakini sio mkeo. Mama wa mtoto wako haupo upande wake, unakwenda kukaa upande wa mchepuko wako. Yaani una tabia kama za babako wewe, si ndio? Nikasema, mama, kwa hili hapana. Siwezi kufanya hata iwaje. Na sababu umeamua kuweza kumsikiliza huyo mwanamke, sawa mama, endelea kumsikiliza. Hapo nikakata ile simu. Unajua nilihisi hasira vibaya mno. Kwa nini mamangu anamsikiliza sana huyo mwanamke? Kwa nini? Linda akasema, unasikia, unaona? Yote haya yasingetokea kama usingempiga mkeo. Nikasema nilimpiga tu vibao viwili kwa makosa yake. Lakini kila siku mimi nimekuwa mkosaji. Kinachoniuma ananichunganisha na mamangu. Kwa nini? Mamangu mimi mzazi kweli ananigeuka kila mara. Unajua nilihuzunika sana. Muda huo mama alikuwa anapiga sana simu kwa Linda. Linda akapokea pale akasema, samani mama kwa yote. Mwambie huyo mjinga mimi ni mamake. Hata kama anajiona amekuwa anazalisha, ajua kwamba mimi ni mamake. Nikitamka jambo maisha yake yote atageuka na kuwa magumu. Nataka kaombe msamaha kote kama nilivyosema, vinginevyo nitamjia mimi nikiwa niko mtupu huko. Tuone sasa mimi na yeye atakayeumia ni nani. Mama alivyosema hivyo akakata ile simu. Alikata ile simu. Niliumia, nilizidi kumchukia Egra. Nikasema hii familia inanitakia nini mimi? Nilikuwa sina kitu, wakaniendesha. Sasa hivi nalea familia, bado wanataka kuniendesha. Tena hadi kwa mwanangu. Sasa hivi kweli ni haki. Nifanye nini mimi? Mimi simtaki huyo Egra. Na kama mama atanikana, sijui atanitukana, sawa, lakini mimi sifanyi hayo. Pote hata kama nikiwa naishi bila ndugu yote ni sawa, lakini sio mimi kuendelea kuishi na huyu mwanamke Egra. Sasa Gustav akaniambia, jamangu, hebu naomba unisikilize sana. Najua polipo na hasira na najua kabisa huna baya tofauti na kumpiga mwanamke. Mimi nakuomba usije kufanya hivyo tena. Mwanamke apigwi, kuna njia za kumfunza adabu. Ushauri wangu ni kwamba naomba jifanye mjinga kwa ajili ya kuweza kumlinda bi mkubwa. Ulinisimulia mengi kuhusu wewe na bi mkubwa, na ni wazi ameshatekwa kifikra. Na ukifananisha na historia, bi mkubwa hawezi kukuelewa. Kuna njia za kuweza kumuonesha uhalisia bi mkubwa na si kwa mabavu. Jirudi, omba hata msamaha kwa kinafiki kwa huyo mwanamke pamoja na familia yake, kisha anza mpango wa kuweza kumuonesha bi mkubwa uhalisia kwamba huyu mwanamke na familia yake wako vipi. Mimi naamini bi mkubwa ataachana nao. Yaani usitumie nguvu sana. Kwani ukishajifanya mjinga utapungukiwa nini? Au wewe umeshajifanya mjinga mara ngapi mtu wangu? Weka amani kwa mzazi wako. Sasa hivi anakuona wewe ni mhalifu sana. Kumbishia ndo unazidi kuonekana wewe ni mhalifu. Muonesha kwamba wewe ni yule kijana wake mwenye nidhamu. Muonesha kwamba wewe ni yule kijana wake mwenye adabu na hekima aliyekuzaa na kukulea vizuri. Jamangu, mimi nakuomba fanya hivyo. Nilimtazama Gustav, kweli mamangu ndio kila kitu. Nikasema sawa, nimekuelewa. Gustav akasema wewe fresh, safi sana. Basi tuliingia pale mengi huku tukiwa tumeshika njia kwenda kwangu sasa. Tulifika tukagonga pale, Egra akafungua, aliponiona tu akatizama pembeni. Hapo alikuwa amenuna maana mimi nilikuwa niko mbele. Gustav akasema, "Shem, tumefika bwana." Egra akasema, "Karibuni sana." Alikuwa anaongea huko anacheka ni kama vile anawapenda fulani hivi. Tulianza kuingia ndani. Egra akasema, "Samani baba Tanya." Jina la mtoto wetu alichagua Egra. "Naomba usiingie ndani na hizo nguo zako ulizotoka nazo huko, ukaleta mkosi. Naomba nisubiri hapo nje na kuletea nguo." Mimi sikujisikia vizuri kabisa kwa hizo kauli zake, lakini okay. Linda kaniambia kweli kabisa. Basi mimi ikabidi nitulie. Kina Linda waliingia ndani, kisha mimi nikabaki pale nje. Egra aliniletea nguo pamoja na maji katika ndoo. Alinipatia tuende nyuma huko. Basi nikamfuata, akasema oga badili nguo. Nikafanya hivyo, akachukua zile nguo na kuzitupa kwenye ndoo la uchafu. Mimi nikavaa nguo zingine na kisha nikaingia ndani nikiwa niko na Egra, tukakaa pale sebuleni. Gustav akasema, "Shem bwana, tumefanya kama ulivyotuomba. Baba Tanya huyu hapo sasa. Tumemleta." "Okay, sawa Shem." Mimi nikamwambia, "Kabla hujaongea mke wangu,
naomba nikuombe msamaha, naomba sana nisamehe mpenzi wangu kwa yote. Ukweli ni kwamba yule binti nilimuita na kumuuliza jambo tu kuhusu wewe mke wangu, maana nilikuwa nina wivu nikiwa niko chuo au kazini, sijue huku nyuma unafanya nini. Yote ni mapenzi, kwa nilitaka tu kujua nyendo zako, na pia mimi siwezi kutoka na kasichana kachafu kama kale. Na pia nakupenda kwa moyo wangu wote. Umenijali na kuwatuma rafiki zangu wanitoe ndani, japo nimekosea kukupiga, ila mke wangu sijui nikwambiaje, naomba mbele ya rafiki zangu hao nisamehe, na nitajitahidi sana kufanya kila kitu sahihi mke wangu. Naomba unisamehe mpenzi wangu. Niliongea hayo, lakini Egra alikuwa yuko kimya tu. Nilimbembeleza sana kwa kusaidiwa na kina Gustav, ndo akakubali pale, eti mpumbavu yete akakubali. Basi nikaomba pale, akaniombea msamaha ukweni, akasema sawa. Kwa tulikaa na kina Linda, lakini Egra hata hakupika, hivyo aliaga na kuondoka. Egra akasema sijisikii kupika, kama una njaa kapike. Mimi sikujali, nikaenda pale nikapika, nikaandaa msosi fresh. Siku 2 zilipita, nikaona Egra ashaniombea msamaha. Hivyo nikaenda sasa ukweni kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha. Nilimkuta pale baba Miki, niliweza kuongea naye huku nikiomba msamaha. Akasema, akili imekujia sasa wewe kijana. Unatambua nani anayekuweka mjini sasa? Haya, ukitaka nikusamehe piga magoti. Mimi sikujali ese. Nilipiga pale nikaomba msamaha, huku nikiumia sana moyoni mwangu kwa hiki ambacho nakifanya. Akakubali yule mzee na kusema, ole wako urudie kunyanyua mikono yako ya kimasikini hiyo na kumpiga huyo. Utanijua mimi ni nani? Mimi nilikaa kimya tu kiume nikakausha. Baba mkwe pale alienda kufuta ile kesi. Egra alimpigia mama kumjuza kwamba kile nilichokifanya. Mama alifurahia mno. Na kuanzia hapo nilianza kuishi maisha ya kuigiza na Egra. Nikawa najifanya mwema sana, lina upendo mno, kitu ambacho mama yangu alikuwa anakifurahia sana. Egra alitafuta wasichana wa kazi ili wamsaidie kazi nyumbani, lakini kila msichana hakuwahi kumaliza hata wiki 2. Walikuwa wanatoroka kwa ukali na ukatili wa Egra. Mimi nilikuwa sisemi kitu wala nini. Yeye ndo alikuwa ananisimulia na kuwapa makosa kibao kwangu ili nione kwamba anapata wadada vimeo. Lakini nilikuwa namjua, hivyo nikawa najifanya tu namwamini sana. Ndani miaka 2, bana tuliishi na wasichana wa kazi kama 20. Hao 20 ni idadi tu ndogo, yani ni zaidi ya hao. Mpaka Egra kasusa huku akawa anasingizia kwamba wadada wanasumbua sana siku hizi. Jamani, wadada zaidi ya 20 kweli wote wasumbue? Mimi nilikausha kwa sababu namjua tabia yake. Kwa mimi nilimaliza chuo huko nikijitahidi sana kumkwepa sana Egra. Sikutaka kabisa kumpa mimba nyingine, sikutaka. Yaani sikutaka kabisa kuzaa naye, maana moyoni hakuwepo kabisa. Kuishi naye kwanza ilikuwa ni kama vile niko jela, lakini yote ni kwa sababu ya mamangu. Sikutaka kumuudhi kabisa mamangu. Nilikuwa natizama sana kalenda yake Egra. Hapo naishi kama vile mfanyakazi wa nani sasa. Si hatuna msichana. Baada kumaliza chuo nilikaa nyumbani. Nikawa nasimamia pale biashara zangu za mazao huku nikimfanyia Egra kazi za nani kwa muda kidogo. Na kisha nikabahatika kuweza kuajiriwa kwenye kampuni maarufu tu kubwa tu kama afisa masoko. Hapo nikawa naendelea kufanya kazi zangu vizuri, mshahara na marupurupu yalikuwa ni sio haba, naweza nikasema ukijumlisha na biashara zangu hivyo. Nikawa nimefanikiwa kujenga nyumba sio kubwa sana, lakini angalau ni nzuri. Hivyo mimi na Egra tukahamia kwetu sasa. Maisha yangu yalikuwa si haba na mimi vini nilijitegemea haswa. Sasa kipindi chote hiko Egra hakuwahi kupata kazi kabisa. Miaka yote alikuwa mama wa nyumbani tu, lakini hatimaye naye akapata pale kazi. Sasa shida, mtoto atakuwa anabaki na nani? Nilimshauri pale tumpeleke daycare, akakubali. Hivyo akaanza kazi. Mtoto anaenda daycare, tukirudi tunamfuata. Kuna kipindi sasa nilipata dharura, mzigo wangu ulikwama mkoani. Hivyo niliomba pale ruhusa kazini nikaenda mkoani. Nilikaa kama wiki nikakamilisha pale kila kitu, kisha nikarudi nyumbani na magari ya usiku yale wanaita hakuna kulala. Nilifika nyumbani muda wa saa 3 hivi asubuhi. Lakini nilikuwa nimechoka sana. Nilifika nikafungua geti. Geti lilikuwa liko wazi, nikajua tu Egra yupo ndani. Hivyo nikaingia moja kwa moja mpaka sebuleni. Mara nikakutana pale na kabinti fulani hivi kama Jakunde hivi. Kana mwili fulani hivi, sio mrefu wala sio mfupi, sio mnene wala sio mwembamba. Yaani anakaa mwili fulani hivi. Sikuwahi kumuona before. Yule binti akanisalimia, shikamoo shemeji. Pole na safari shem. Alikuwa anaongea huko akawa ananipokea mzigo. Mimi nikamwambia marhaba, asante. Huku nikawa namtizama. Sikumjua kusema la kweli kwa sababu hakukaa kama binti wa kazi kabisa. Alikuwa kasafi, kananukia kazuri. Sasa mimi nikajiuliza huyu ni nani? Unajua nilijiuliza. Kale kabinti kakapeleka mizigo jikoni maana ni vyakula. Mimi nikakaa pale kwenye kochi, mara kakaja bwana kakachuchumaa mbele yangu. Kakasema samahani shem, na kuandalia maji moto uoge, lakini nilipenda kujua utakula kwanza ndo uoge au utoga kwanza ndo ule. Mimi kwanza mpaka nikaguna, kisha nikasema nitaoga kwanza. Sawa.
najua umechoka Shem, naomba nikuvue viatu na socks. Hizi huduma mimi mbona sijawahi kupewa na huyu Egra? Nikasema wewe ni nani kwanza? Sijatambulisha kumbe, samahani Shem wangu. Hapo alikuwa anaongea kwa tabasamu. Mimi kakabinti ndo mara ya kwanza nakaona. Kakasema huku kakao kananivua sasa viatu pamoja na socks. Sijui kalishikaje mguu wangu. Nilijisikia raha sana, nilisisimuka vibaya mno. Mimi naitwa Munira Shem, ndio mdogo wake na Egra. Alikuwa anaongea huku akawa ananipekecha pale vidole vyangu vya miguuni. Yaani kama vile anavinyosha hivi. Unajua nilisisimuka aisee. Nilijikuta tu nimemshika begani, nikamwambia asante, hebu naomba nikaoge. Sijui kama maji yatakuwa yameshachemka Shem, leo si unaona hali ya hewa kuna baridi. Nikasema uvuguvugu tu inatosha, wala tosijali, sihitaji maji ya moto. Sawa. Basi akanyanyuka pale akawa anatembea sasa kwa ajili ya kuelekea jikoni. Mtoto kunyuma, supu inatetemeka vibaya mno. Nilimtazama huku moyo wangu unadunda kwa nguvu. Unajua nikajiambia taratibu tu, moyo huu unadunda nini sasa jamani? Nilisikia porukushani kule jikoni, mara akatoka bwana. Baada ya muda akaja akasema, Shem, maji tayari bafuni kwako. Nikasema asante Shem. Kwa kweli pale nilinyanyuka na kwenda chumbani. Nilipoingia chumbani nikakuta pale kuna bukta na t-shirt kitandani. Kwanza nikatabasamu. Nilitoa nguo nikaingia bafuni, nikakutana pale na maji yananukia mno, harufu nzuri sana. Sijui hata aliweka nini. Nikawaza Egra kamwambia nifanyie hayo huyu binti kiasi cha kuingia mpaka chumbani, au ni yeye anaamua tu kujiongeza kwa style fulani. Lakini sikupata jibu. Nilihisi raha hizi huduma ambazo napewa. Nasikiaga tu wenzangu huko wanasimulia huwa wanafanywa majumbani kwao na wake zao. Ila mimi asoko huyo Egra nie hajawahi hata kunikaribisha tu chakula kiostarabu. Haya maji ya kuoga, sijui nguo, kila kitu naandaa mwenyewe na kufua mwenyewe. Basi nilianza pale kuoga huku nikiwa najisikia raha sana. Kwa mara ya kwanza nimekarimiwa tena nyumbani kwangu. Unajua nilijisikia ile wanaume. Kweli mimi ni mwanaume sasa, ni kwamba kweli mimi ni baba mwenye nyumba. Maana nilipata huduma kwa heshima zote. Nilioga pale haraka kisha nikaenda sasa kwa ajili ya kuvaa zile nguo za kitandani na kisha nikatoka chumbani sasa. Nilikuta pale mezani kumeandaliwa mahot pot, nikakaa. Munira alikuja pale akafunua ile mahot pot na kuanza kunipakulia pale msosi. Alipika pale pilau la kuku. Pia kulikuwa kuna nyama ya kukaanga, samaki, mboga za majani, maharage, kachumbari, chachando, sijui juisi ya kutengeneza baridi kabisa. Hadi nipakulia pale kila kitu huko mimi nikiwa ninamtazama tu. Na kitu nilichokuwa mimi napenda sana jamani pilau. Maana tangia na kuwa ni chakula kilichokuwa ni cha msimu sana, na mara nyingi nilikuwa nadoya kwa watu. Mimi sikuwa najua kabisa kupika pilau, na hata Egra hakuwahi kunipikia, nilikuwa nakula tu mtaani. Lakini Munira bwana alinipikia. Pilau tamu sana sijapata kuona. Alinisogezea pale msosi na kisha akasema, karibu Shem, chakula nimesha kiombea tayari. Nikamwambia asante sana. Haya mimi niko jikoni Shem. Nikamwambia wewe umeshakula? Mimi tayari Shem. Nikamwambia okay sawa. Kwa ile kapiga hatua pale, mimi nikajikuta nimemuita. Nikamwambia Munira, abe Shem. Sasa kabla sijasema nikasikia baba. Alikuwa ni binti yangu Tanya. Nikasema wao mwanangu, ulikuwa wapi? Munira akaniambia lilala, naona ndo kaamka sasa. Basi nikamkumbatia pale na kuongea naye kidogo. Mara Munira akasogea, akamchukua mtoto mikononi mwangu. Sasa mikono yetu ikagusana, kitendo ambacho kilinifanya mimi nisisimke sana mpaka mashine kasimama. Jamani, unajua nilimtazama Munira, yeye hana hata habari yani. Anasema tu njoo mwanangu, nikakutizame kama hujaloa, mwache baba ale. Sawa mwanangu mzuri. Tanya kawa anasema sawa. Basi alimbeba akaondoka naye huku akiwa anamtekenya. Basi anacheka kweli kweli. Nilipenda hii combination kusema ukweli. Muda huo mimi nilikuwa nawaza kusema, nilikuwa na mawazo sasa hivi hiki ni nini sasa? Mbona sasa kama huyu ndo mke? Nilikula pale nikamaliza, Munira akaja pale kutoa vyombo. Mimi nikamwambia naenda kupumzika kidogo. Sawa Shem. Nikamwambia asante kwa chakula kitamu mno. Shem, asante kwa kushukuru. Basi nikaenda pale chumbani nikajilaza. Lakini akili yangu ikawa haitoki kwa Munira. Nilimtafakari lilo umbile lake, rangi yake, midomo yake minene hivi, meno yake mazuri meupe, macho yake mazuri akicheka, anakuwa kama vile Paula wakajala, sura nzuri. Jinsi ninavyomuwaza ndivyo nilivyokuwa nazidi kusimamisha mashine yangu. Huyo mpaka nikajizuia mawazo hayo kwa kushika simu na kisha nikaingia mtandaoni. Nikaperuzi mpaka nikapita pale na usingizi. Nilikuja kuamshwa na kelele za Egra sasa. Alikuwa anaita, Munira, si nimesema leta hayo maji bwana haraka nikaoge. Usikii yaani wewe sijui ukoje, wewe mzito yaani wewe kaji la chumvi jamani. Fanya haraka bwana. Yaani alikuwa anafoka akiweko chumbani kwetu. Mara Munira akaingia pale na ndoo ya maji. Huko anasema, "Samani dada. Peleka bafuni bwana ukoe. Samani. Nini wewe fala nini wewe?" Yaani ubinti na matusi. Egra na matusi jamani. Mpaka mdogo wake, hakikisha chakula cha jioni ni kinawai hapo nguo za mume wangu zikitoa safi bwana anaongea kama chereani.
kaza huo mkono wewe bana, ujaje mjini hapo kushanga magari. Sikupenda. Sasa unajua mimi mpaka sikupenda hiki alichokuwa anakifanya huyu mwanamke wangu Egra. Kabisa. Yaani alikuwa anamgombeza mdogo wake, anamtuma yani binti mwenyewe sasa anayemsema hana hata huo uzito ambaye anauzungumzia. Mimi nilikausha kwa sababu ni mtu na dada yake. Munira pale aliweka maji akatoka zake. Egra aliingia kuoga kisha akatoka na kulala pembeni yangu. Akamwambia wangu umelala? Mimi nikamkausha tu kimya. Akaanza kunitikisa, baby mbona umelala sana? Nikamjibu kama na usingizi sana, sasa nifanyaje? Yes, nimechoka. Hey jamani, sasa itakuwaje mimi nina hamu na wewe? Nikamwambia nimechoka sana, ngoja kwanza nipumzike, ila kwa sasa naomba maji kunywa. Nilimjibu nikitaka tu atoke tu. Egra kutaka, kaanza pale kuita Munira. Yaani alionyesha kwamba yeye kila kitu ni kutuma tu. Sasa Munira inaonekana alikuwa yuko nje, akaitikia huko nje huko. Wewe mpumbavu, mimi nikuita mara ngapi wewe? Mimi nikuita mara 10 usikii au kiburi Leta maji mume wangu, nataka maji kunywa baadaye. Munira pale akaja mbio akaleta huko, akana sweat kweli. Egra akasema, "Mcheki mtoto, fanya nilichokuambia bwana. Sitaki usumbufu, mimi napumzika na mume wangu sasa." Yaani muda wote mimi nilikuwa namtizama tu Munira, kusema ile kweli. Sikujisikia vizuri kabisa anachofanywa hiki na dada yake. Lakini Munira alibonyea kidogo ile heshima na kisha katabasama akasema, "Sawa dada, nitafanya yote." Hebu toka bana hapa wewe, funga milango hiyo bana. Hapo Munira ikabidi sasa aondoke. Egra huyu mwanamke wangu akaniambia, "Hani kina kiburi hiki." Mimi hata sikumjibu, nikawa namsikiliza tu. Mbona huniulizi ni nani huyu? Bwana Egra na usingizi sana. Ila tu ningeuliza tu wala tusijali. Bwana hiki kitoto ni kitoto cha nani hiki? Cha mdogo wa mama yangu ambaye babu alikizaaga nje huko. Sasa mama yake ni malaya, ana watoto wao 3. Baba tofauti. Hana mbele wala hana nyuma. Kazi yake ni kuuza tu pombe na kulewa na kufanya umalaya, na huyu ndiye mtoto wake wa kwanza. Hivyo mama yake kaniomba aje afanye kazi niwe na watumia wao kwa matumizi. Kwa hiyo sio ndugu kivile. Hapo hata baba yake tu mzazi hamjui. Huyo baba alimkataa mama yake kwa umalaya kwa sababu tu alikuwa anawachanganya wanaume wengi, na huyu aliona muangushie jumba bovu. Alikuwa ni mume wa mtu. Sasa nani aache mke wake na familia amkubali malaya pamoja na mtoto wa laana wa nje huko mchepuko? Na ndo maana ndugu wote si tunawabaguaga tu. Hapa naishi naye tu kama msichana wa kazi. Jamani, Egra aliongea bila hata aibu. Nilijikuta tu nimekumbuka historia yangu na maneno ya kejeli ya Egra. Ndio maana mamangu leo Munira binti mdogo tu anatambulishwa hivi kweli. Nilikasirika afu nikajikuta nimesimama. Nikaenda pale dirishani, nikasimama nikawa natazama nje. Egra akaniambia, "Vipi sasa mume wangu? Si tunafanya au?" Niligeuka kwa ghadhabu nikamtizama, nilikuwa nimekasirika vibaya mno. Sikupenda kabisa alichokifanya wala maneno yake alikuwa anazungumza. Kulikuwa kuna haja gani ya kumchafua vile Monica mbele yangu? Nikaona hii sasa liwalo na liwe. Nikafoka nikamwambia, "Sikiliza Egra. Ni mara ngapi utakuwa unadhalilisha watu hivyo? Kwani huyo binti alipenda kuwa mtoto wa nje? Na mtoto wa ndani ni upi? Egra, hebu kuaga basi na utu basi hata kidogo. Unavyosema hivyo ina maana kwamba wewe unamaanisha kwamba na mimi pia ni mtoto laana, sina maana yake? Maana mimi nimezaliwa nje ya ndoa, si ndio? Asiwe wewe mwanamke wewe, muombe sana Mungu wako akupe kauli na akufunze kuheshimu watu." Hapo nikavaa suruali yangu msikilizaji. Nikaanza pale kutoka. Egra alinyanyuka akasema, "Sasa ndo unaenda wapi?" Yaani kisa tu huyu nyani huyu Munira ndo nikasirikie. Nikarudi pale nikafunga mlango wa chumbani, nikamshika mkono Egra kwa nguvu. Nikasema, "Sikiliza wewe. Usipende kuingiza watu au kulaumu watu kwa makosa yako. Kwa taarifa yako, mimi unaniona hapa, sina tofauti na historia ya Munira au huyo mamako mdogo aliyesema kwamba ni laana, kwa sababu na mimi yule mama mkwe wako alinizaa nje ndoa na niliitwa kama unavyomuita wewe Munira. Hivyo basi umenikumbusha maumivu makali yaliyojaza moyo wangu Egra. Kaongea hayo maneno kwa mama mkwe wako anayekupenda sana. Anakupenda sana wewe kuliko mimi mwanae. Alafu kuna nini kitakachokwenda kutokea? Natoka, naenda kupunga upepo nje." Egra hakuamini, alibaki amesimama tu. Mimi nikatoka zangu pale. Nilifika nje nikamkuta pale Munira. Alikuwa ananika nguo huko anaimba wimbo wa dini. Lakini alikuwa anafuta pale machozi. It means kwamba alikuwa analia. Nilimtazama, nilitamani nimkumbatie lakini sikuweza. Nilitoka nje ya geti nikawa pale natembea huko na mwaza sana Munira. Nilitembea mpaka hoteli fulani vikisha nikakaa. Lakini kabla hata sijaagiza kitu, alikuja pale jamaa fulani viumri kama wa kwangu tu na yuko very smart. Kwa muonekano wake
ni kijana mwenye kipato tu. Akanisalimia na kisha akasema, bro, naweza kukaa hapa au kuna mtu unamsubiri? Mimi nahitaji tu company ya kunywa maana siko sawa kichwani. Nikamwambia kaa tu bro, ina shida. Kweli akakaa. Mhudumu pale akaja akauliza jamaa anataka nini. Yule jamaa akasema niletee bia zangu 4. Si unajua nakunywa nini? Basi mhudumu akasema ndio. Jamaa akasema muulize na bro hapo. Mimi nilimtazama nikamwambia niletee maji kwanza makubwa. Okay sawa. Mhudumu kweli akaenda. Jamaa akasema bwana, mimi naitwa Ivan bro. Sijui unaitwa nani mwenzangu? Nikamwambia mimi naitwa Vini. Okay sawa bro. Basi tukaanza pale stories hapa na pale za mipira, mara tukamia kwenye maendeleo. Nikajua jamaa ni meneja wa kampuni ya usafirishaji na mimi nikamjuza pale ninachokifanya. Mara tukamia kwenye maisha. Ivan alinisimulia kuhusu shida za ndoa yake. Akasema mkewe anamsumbua sana, ana mdomo mno, kila siku ndani ni kelele. Na mimi nikamsimulia kwangu japo sikumwambia kuhusu Munira kwa undani. Ivan akasema ndo maana huna amani bro, kunywa bia mwanangu. Nikasema mimi sijawahi hata siku moja kunywa bia. Basi kunywa mwanangu, wine sio kali, ila itakuwa inakusaidia kupunguza mawazo, vile bi mkubwa wako anampenda wewe mwanamke, hakuna namna bro. Nikasema sawa. Kwa ile aliagiza pale wine, nikaanza kuipiga. Tuligizana pale vinywaji, yani yeye anaagiza na mimi naagiza. Tunakunywa, mimi nikachangamka sana. Tulibadilishana pale mpaka namba za simu. Usiku mida ya saa 6 tukaagana. Mwenzangu alikuwa na gari akanipeleka mpaka nyumbani kisha yeye akaondoka. Mimi nilifungua geti nikaingia discipline. Nilikuta pale mlango uko wazi lakini taa zimezimwa. Nikawasha, nilishtuka kumuona Munira amekaa kwenye sofa. Nikamwambia wewe mbona hujalala? Nilikuwa nakusubiri urudi nifunge mlango shemeji. Nikamwambia dadako ndo kasema hivyo. Hapana. Hebu nenda kalala nitafunga. Nakuomba ukale shemeji, nilikuandalia chakula. Aisema mwanaume sikuweza kubisha, japo nilikula kule hotelini, lakini nilienda dining. Akaja pale akanipakulia, nikakaa pale nikaanza kula. Munira alinitoa viatu maana sikuvua, akanitoa pamoja na socks na kisha akaniletea pale sandals. Nilimtazama lakini alikuwa hata nitazami. Mimi nikasema asante Munira. Usijali shemeji, nikamwambia nenda kalale. Sawa. Kweli aliondoka, lakini mimi moyo wangu ulikuwa unaniuma sana kusema kweli juu yake. Nilitamani sijui nimfanyie nini ajisikie amani. Nilimaliza pale kula nikanawa. Wakati nataka kutoa vyombo Munira akaja. Nikamwambia wewe, nimekuambia ukalale. Natoa tu vyombo shem, naenda kulala nisamee. Nilimtazama naye akanitazama, macho yetu yalikutana. Nilijikuta nakosa kabisa ujasiri wa kilevi. Nilimsogelea Munira nikamkumbatia. Munira akaniambia shem. Asa kabla hata hajasema nilimpiga pale busu la midomo vizuri kabisa. Munira alijitahidi sana kufukuta lakini sikumwachia. Nilishazidiwa. Nilimkumbatia vizuri, nikawa namnyonya pale midomo. Nikaeka pale mkono wangu kwenye chuchu zake. Chuchu zilikuwa ni dodo, chuchu ngumu kweli kweli, mtoto mbichi. Nilihisi hamu ya ajabu vibaya mno. Niliminyaminya pale chuchu huku nikawa namnyonya pale ulimi wake pamoja na midomo. Munira alionyesha ushirikiano, nikamsogeza mpaka ukutani. Mara tukasikia kama kitu kinaanguka hivi, tulishtuka. Munira ilibidi akimbie. Mimi nikabaki pale nimesimama. Sikuona mtu wala kitu. Nikaona acha niende chumbani. Nikaenda, lakini hapo nilikuwa namuwaza sana Munira, mtoto alichanidatisha tayari. Yaani katika maisha yangu sikuwahi kujisikia hivi kwa mwanamke kama nilivyokuwa najisikia kwa Munira. Mwili wake ni mtamu sana, sauti yake, mtoto huyu ana heshima, mtoto huyu aliniwazisha midomo yake na harufu yake nzuri ya ngozi. Ndo nilidata kabisa. Niliingia chumbani nikamkuta pale Egra hana habari, kalala 444. Kwa hiyo mimi nilijilaza pembeni yake, lakini nilikuwa nikimwaza mno Munira. Mara Egra aligeuka akanikumbatia. Akashtuka pale. Akaamka akasema umerudi saa ngapi? Nikamwambia muda huu. Nisamee, nimekosa. Nisamee mume wangu, nitajitahidi kubadilika. Najua nimekosa sana, naomba nisamee. Mimi nilishangaa, Egra huyo aombe msamaha? Mbona igama ilikuwa ni ngeni kwangu? Nikamwambia okay sawa, yameisha. Kweli akanikumbatia pale. Akaniambia kweli? Nikamwambia ndio mke wangu. Kama kweli basi naomba penzi lako baby. Lakini mimi kabla sijamjibu alishaanza, alinishikashika pale. Aisee, mjue kwamba sikuwa na hisia naye kabisa. Mashine ilikuwa imeshalala. Mashine ikawa haitaki kabisa kuamka. Kwa alivyoendelea kunichezea mimi nikawa namuwaza Munira tu. Mashine ilisimama kwa fujo mno nilipomwaza Munira. Egra kanitoa nguo. Nilimkamata pale huku nikawa namuwaza Munira. Yaani niko na Egra lakini namuwaza Munira ili nipate mzuka. Kwa nilimtia Egra siku hiyo mpaka alianza kunitukana. Na muda wote mimi nilikuwa namuwaza Munira tu. Kwa ili nipate hisia na Egra inabidi muwaze Munira. Hivyo nilikuwa naona kama vile nimelala na Munira. Mara baada ya mechi ya muda mrefu tukalala. Kulipokucha lakini Munira alikuwa anakimbia sana, anakimbia mno.
Yaani anaandaa kila kitu mezani afu simuoni, anakimbia. Na vile nilikuwa na Egra, sikumuulizia. Niliwaza kilichokutokea lakini sikuona kama ni kizuri. Mimi ni mwaminifu, sijawahi kuona mwanamke mwingine maishani mwangu zaidi ya Egra. Hivyo nimekosea sana na nimemkosea Munira. Niliwaza nilienda kazini jioni nikaonana pale na Ivan mshikaji wangu huyu kama kawaida kunywa stories hapa na pale. Mwezi ulipita Munira ananipuka sana. Japo alikuwa ananiendelea kila kitu lakini nikawa simuonioni. Japo kwa tunaishi wote monani. Na Egra bado akawa anamtukana na bahati nzuri au mbaya nikawa niko busy sana kazini pamoja na biashara. Siku moja Ivan ambaye kwanza ameshakuwa ni rafiki yangu sana. Yaani ni rafiki yangu mkubwa sana. Sasa akasema twende tukatembee Bagamoyo weekend. Mimi nikamwambia poa. Nilimwaga pale, nilimwaga Egra kwamba naenda kucheki mazao na kisha mimi nikaondoka na mshikaji wangu mpaka maeneo ya Bagamoyo. Kufika huko bwana tukakutana na wadada wawili. Walikuwa ni wazuri tu. Ivan akanitambulisha pale mmoja wapo ya kwamba ni mpenzi wake anayeitwa Yasinta na huyu mwingine ni rafiki wa Yasinta alikuwa anaitwa Shakira. Basi nikawasalimia pale. Ivan akanitext akasema wewe bro, huyo demo huyo ni mtulivu mno, unaweza ukajiweka hapa. Akawa anakufariji. Mimi nikacheka tu lakini hakunivutia huyo Shakira hata kidogo. Kwa tulienda baharini kwa ajili ya kuogelea na kisha kunywa, yani kuenjoy tu. Na mida ya mchana baada ya kula Ivan akaenda chumbani. Alienda chumbani na Yasinta, kwa mimi nikabaki na Shakira sasa. Kwa Shakira alinisogelea, akaniegamia pale kifuani akasema, "Anajisikia raha kuona wewe Vini." Mimi nikacheka tu nikamwambia kweli. Kweli kabisa. Au nikuoneshe kama anajisikia faraja. Mimi nikacheka tu, mara kanikalia pale akaanza kunipa bwana mabusu. Kwa tulipeana pale mabusu moto moto. Ni fundi kwa sababu ile kweli. Nikamchukua nikampeleka chumbani kwangu na mimi nikajilie sasa maana nishakuwa na hamu vibaya mno. Nilimlaza kitandani nikamtoa pale nguo zote. Mtoto alikuwa anavutia mno aisee ukimtoa nguo. Nikatoa pale na mimi za kwangu nikabaki kama nilivyokuwa nimezaliwa. Shakira alinishika pale mashine yangu na kisha akasema Vini, nitakuweza kuelewa jamani. Mbona kama umesusiwa? Mimi nilicheka huku nikawa namnyonya pale chucho zake laini kweli kweli maana yeye nyonyo zake ni kubwa kubwa. Nalinyanyua hivi na sidiria basi na enjoy nilimchezea lakini wakati nataka kuingiza simu yangu iliita. Unajua mpaka nilishtuka. Shakira akasema baby achana na bwana hiyo simu, nikamwambia no. Mimi ni mfanya biashara baby, simu yoyote ile ni muhimu kwangu, naomba nipokee. Okay poa bwana. Anaongea huko kama vile kanuna. Nilifuata simu kwenye suruali kucheki namba nyingine. Nikapokea nikasikia pale halo. Ilikuwa ni sauti ya kike tena tamu, nikamwambia yes. Nani? Ni mimi Munira. Kwanza nikashtuka nikamwambia ndio. Uko wapi? Hapo nikashtuka tena. Mashine yangu mpaka ikalala ghafla. Nilikosa jibu nikawa na babaika tu. Munira kaniuliza tena uko wapi? Nikamwambia niko hapa kazini hapa. Ya. Unajua hapo nilibidi nibadilike. Kwa sababu sijui ni kwa nini kaniuliza ile swali. Na hata mwenyewe sijui ni kwa nini nilikuwa na babaika. Na ukomba basi nyumbani mara moja, alafu akakata simu. Unajua nilidata, nilichanganyikiwa. Huyu mtoto kuna shida gani? Namba yangu kaitoa wapi? Na mbona kaongea kibabe sana? Kwani kuna nini? Unajua mpaka niliogopa eti. Niligeuka nikamtazama Shakira. Shakira akaniuliza baby vipi tena? Nikamwambia bwana kuna shida home. Naomba niende mara moja. Hapo naongea sio kama namsikilizia. Nilimwambia huku nikiwa navaa nguo. Shakira alinifuata akanikumbatia sasa baby jamani unaniachaje mimi hivi mwenzio? Na hali mbaya mwenzako baby nipe basi hata kimoja. Jamani mpaka nikawaza huyu manzi vipi? Unajua nilimtazama nikamwambia wewe nimekwambiaje? Nyumbani kuna shida Munira. Unielewi nini sasa? Unajua mpaka nikakosea kutaja jina lenyewe. Yaani nilishasahau kabisa huyu jina lake ni Shakira na sio Munira. Akasema kubwa nishakuwa Munira tena Mimi naitwa Shakira. Nikamwambia ukinisamee. Tutaonana siku nyingine naomba tu niwahi. Alisimama pale pembeni kinyonge sana. Mimi nikavaa pale nikamhesabia pale ukundu kadhaa wa Msimbazi nikaweka pale mezani nikatoka. Nilienda chumba cha Ivan nikamgongea. Akatoka kalua jasho vibaya mno. Nikamwambia sikia kuna dharura au nimepigiwa simu. Nakimbia mara moja bro. Kuna nini tena wamesemaje? Nikamwambia mwanangu hata sijui naomba tu niwahi mara moja. Ivan akasema okay poa basi ngoja mimi nivae tuende maana wewe hata kuendesha pia ujue. Nikamwambia asante bwana mshikaji wangu. Kweli Ivan hakuchelewa. Alivaa pale chapu tukaondoka mpaka kwangu. Nilifika nikaingia na Ivan ndani. Nikamkuta pale Munira kamshika mtoto. Mtoto alikuwa amenyongonyea kweli kweli. Unajua mpaka nilishtuka nikasema kuna nini Munira? Mtoto amelala sana.
Mimi nikamwacha sababu nilikuwa na kazi. Sasa nilivyoona amelala zaidi ndo nikamwamsha ale, na muone yuko hivi na ana joto kali sana. Nikampigia mamake akasema nimpe panado ya maji, nimempa lakini bado yuko hivi. Ndo nikampigia dada akawa hashiki simu, nikakupigia wewe, nikasema okay sawa. Hebu basi twende hospitalini. Sawa. Kwa Munira sasa ilibidi ende chumbani. Ivan aliwahi kwenye gari na kisha Munira naye akaja pale akiwa ameshika kitenge pamoja na viatu vya mtoto. Akasema naomba nimbebe. Nikamwambia usijali. Tulitoka pale na Ivan mpaka garini na kisha tukaelekea mpaka hospitalini. Mtoto alimpima pale, alikuwa na homa kali, tukapewa pale kitanda sasa. Akaanzishwa pale drip. Muda wote huo hata sikumwaza Egra mjue. Ivan akaniambia sasa, "Sumpigie mamake." Nikasema hujue nilisahau. Nilimuuliza Munira, "Mbona nilimwacha nyumbani Egra? Kwani kaenda wapi dadako?" Munira akasema alijiandaa tu akatoka, hata sijui alikoenda. Nikasema okay sawa. Nilichukua pale simu nikampigia sana lakini hakupokea. Nikamwacha. Tulikaa pale hospitalini mpaka jioni. Ivan akaaga kwamba anaondoka, mimi nikabaki na Munira sasa. Muda wote Munira alikuwa na wasiwasi juu ya mtoto. Mpaka manesi walikuwa wanasema ni mtoto wake. Yaani wanauliza kwamba huyu mtoto ni wa Munira. Drip lingine likaisha. Nesi alisema tukamfuate endapo likiisha. Hivyo nikaacha pale simu kwenye kitanda, maana ilikuwa ni ward ya private. Nikaenda kumfuata nesi akasema anakuja. Nikarudi sasa kwa mgonjwa, nakuta pale Munira ndo anaweka simu yangu kitandani. Inaonesha alikuwa ameishika. Alivyoniona toka simama, akaenda kutizama dirishani. Mimi nilichukua simu na kutamba na message iko juu sasa imeandikwa babe umefika. Naona kimya tu. Kuna nini huko kwako? Maana umeniacha kitandani, umeniacha utupo na hamu zangu. Uone kama nastahili kujua nini kinachoendelea huko. Nakupenda sana Vini, mimi Shakira. Bwana moyo wangu waza tufanye pa. Unajua nilijikuta natokwa na jasho jingi kweli kweli kwamba Munira kaona hii message. Nikasema Munira, hii message hakuna kilichotokea kati ya mimi na huyu mwanamke. Sasa nilivyojitetea hivyo Munira akageuka, yaani akanigeuza shingo yake akanitazama. Kisha akasema kwani mimi unanielezea mimi ni nani shem? Nadhani mimi sio sehemu mwafaka ya kuweza kunielezea hayo mambo yako. Wewe ukitazama ni kweli ujue. Afu alikuwa iko very serious. Nikasema sasa kabla sijajitetea sijamaliza sentence aliingia pale nesi akatoa lile drip akampima mtoto joto akasema dawa zingine ni saa 2 usiku. Tukasema sawa. Mara kaingia Egra sasa anatokwa na jasho. Nini kimempata mtoto wangu? Wewe mshenzi umemfanya nini mwanangu? Yani Egra anafuka mpaka hospitalini. Na hapo alikuwa anamfokea Munira. Nesi akasema we dada. Mbona umekuja na mikelele? Hujui hapa ni hospitalini? Na huyu unayemuita mshenzi amekuwa ni msaada mkubwa hapa. Na anamjali mtoto wako kwa matusi hayo sasa unayetoa nini? Huyu mimi ni mfanyakazi wangu wa ndani, ni mzembe sana, mimi namjua ndio maana nimemuuliza. Nesa akasema basi mwanao ana homa. Wala hajasababishwa na mtu. Wewe hebu potea bwana hapa. Nenda kapike huko nyumbani, niache mimi na mume wangu hapa. Munira bila wish alianza pale kutoka. Nesa kanitazama mimi. Mimi nilijisikia vibaya mno. Nesa katoka pale pia. Egra akasema, mume wangu nilikuwa kikoba huko, simu nilika silence, nilivyoshika hivi ndo nikakuta message ya Munira, ndo nikaja mbio. Nikasema okay sawa. Vipi lakini mwanangu anaendeleaje? Basi mimi nikamjuza pale hali ya mtoto. Mungu jamani, Mungu ni mwema. Nikiwa jirani naye niligundua Egra ananukia perfume ambayo sijawahi mimi kuisikia hata siku moja. Lakini sikujipa mawazo sana, mimi nilikuwa namuwaza mtoto wangu na Munira tu. Sikujua ananichukuliaje. Nikiwa nawaza hivi simu yangu iliita. Alikuwa ni Shakira, nikaitoa sauti lakini nikajifanya kama vile nimepokea. Nikasema halo za huko. Sipo store, niko hospitalini. Okay sawa, lakini kuna kijana atafika hapo. Okay sawa. Hapo nikajifanya kukata simu kisha nikaiblock namba ya Shakira. Daktari alifika akamtizama pale mtoto akasema mtoto anaendelea vizuri na kesho ataruhusiwa, hivyo basi mmoja abaki kwa ajili ya kuweza kumtizama. Daktari alitoka, mimi nikaenda pale kumnunulia chakula Egra pamoja na mtoto na kisha nikarudi. Egra akasema baby nenda basi tu nyumbani ukalale, mimi nitabaki hapa na Tanya. Nikasema mida ya saa 6 usiku ndo nitaondoka. Okay sawa baby. Basi walikula pale. Tanya akaanza pale na maneno na michezo kama sio mgonjwa vile. Mida ya saa 6 mimi nikaenda nyumbani. Niko njiani nikapiga ile namba. Alikuwa amenipigia Munira. Niko Bagamoyo. Akapokea. Akasema halo Shem, nikamwambia umepika? Ndio. Nikamwambia nimekuamsha. Hapana mimi sikulala. Okay niko njiani. Mtoto anaendeleaje? Nikamjuza pale. Na asante Mungu. Basi nilifika nyumbani nikakuta pale amekaa sebuleni.
Nikamsalimia akajibu na kisha akasema chakula iko hapo mezani. Mimi nikaenda, akaja pale akanipakulia, lakini alikuwa hanitazami. Alipomaliza akanitengea pale akasema karibu chakula shem. Kisha yeye huyo akaanza kuondoka. Nikamwambia Munira, hebu kaa hapo kwanza mara moja. Sawa shemeji. Kweli alivuta kiti akakaa. Mimi sasa nashindwa hata niseme nini. Nikawa tu niko kimya tu. Nikala nikamaliza, akatoa pale vyombo kisha akasema siku mwema shemeji. Nikamwambia okay sawa. Nilienda chumbani kwangu nikakuta maji ya moto. Nikaoga, mara simu yangu ikaita, alikuwa ni Ivan. Nikapokea. Ivan akamjulia hali mtoto, nikamjuza maendeleo. Kwa hiyo mwanangu uko home? Nikamwambia ndio. Hako kabinti nika nani? Nikasema hako nika Munira. Ndio yeye. Nikamwambia yeye ni mdogo wa Egra. Kazuri mno mwanangu, unawezaje kuishi nako unamtizama tu? Mimi nimeshindwa mzee, na vile wife anasumbua. Ningekuwa nimeshajipumzisha hapo kitambo sana. Nikasema wewe ni mshenzi sana kulaje shemeji sasa. Bwana wewe, kwa jinsi alivyokuwa mzuri huyo mtoto. Najua wengi wanamendea huyo huko nje. Na nisingeweza mimi kuangalia vijamaa vingine vinamkula huko nje. Kama leo mkeo hayupo, isendo ningekesha kiunoni mwake huyo mtoto. Wewe mzee, unaishije na mtoto mzuri hivyo ndani mwanangu? Afu unamgeuza house girl. Maneno ya Ivan ikanifanya mimi nicheke. Nikasema hebu kwenda zako shetani mkubwa wewe. Basi tukaagana pale nikakata simu. Lakini maneno ya Ivan kuwa akakaa anajirejea hivi kichwani mwangu. Maneno ya Ivan kwa mijamaa huko nje na mmendea. Ilikuwa kama ananiuma hivi, nikajikuta nahisi wivu wa haja. Nikavaa pale bukta nikatoka hadi chumbani kwa Munira. Nikataka kugonga lakini nikasita. Alikuwa anaongea na simu. Mpaka nikajiuliza sasa huyu anaongea na nani? Nikafungua mlango bila hata hodi, nikakuta pale Munira yuko na kanga tu. Amekaa hivi kaupa mgongo mlango, lakini mgongo wake ulikuwa una alama kama za fimbo, maana Munira ni mweupe sana mwilini. Mpaka nilishtuka. Na yeye pia alishtuka, akaangusha ile simu. Nilimsogelea. Nikachukua ile simu nikaangalia. Ilikuwa imeseviwa best. Nikaiweka sikioni maana haikuwa imekatwa. Ilikuwa ni sauti ya kike, ilikuwa inamsimulia story. Nikasikiliza, ilikuwa ni story kuhusu mkaka. Nikakata ile simu nikasema unaongea na nani usiku? Rafiki yangu Pendo. Una mwanaume kume, si ndio? Hapana, unadanganya Munira. Kweli shemeji, mimi sina mwanaume. Pendo sio mwanaume, ni wa kike. Unajifanya mjanja Munira, si ndio? Hapo niliongea kunamfuata na yeye alikuwa anasogea hivi nyuma, akafika ukutani. Nikamkaribia nikamwambia hivi, nataka kujua kweli, usinitanie. Naweza nikakufanya kitu hutokuja kusahau. Si unanielewa? Wewe ni muhuni. Alafu unalea mwanangu. Shemeji, mimi nakwambia mimi sina mwanaume na sijawahi. Nilivyosikia moyo wangu ulifurahi. Nikasema na huko mgongoni makovu ni ya nini? Hapo Munira kanitazama kwa huruma na kisha machozi yalianza kumtoka. Nikamwambia Munira, unalia nini sasa? Na kati nimekuuliza. Hakuna kitu shemeji. Unanificha mimi sina manake? Huniheshimu si ndio? Huna adabu Hapana shem, ni dada huwa ananipiga. Nini? Ameanza lini? Muda mrefu tu. Kwa nini? Kwa nini akupiga? Tanya akivunja vitu napigwa mimi, au nikiwa sijasikia ananiita, au kama nimechelewa kumaliza kazi ananipiga. Aisema moyo wangu uliniuma sana. Nilimkumbatia nikamwambia Munira, kwani huje kuniambia mambo kama haya? Usingeniamini na pia wewe hushindi nyumbani. Kwa nini usiondoke? Nahitaji pesa kulea familia yangu nyumbani. Niondoke nitaenda wapi na mama haamini haya nikimwambia? Na akasema nikirudi sina radhi naye. Bwana, story huyu binti nilijiona mimi kabisa. Nilimfuta machozi na kisha nikambusu mdomoni. Munira akasema shemu, hapana shemu, sio vizuri. Nikamwambia Munira, hebu nisikilize. Ujumbe uliouona katika simu yangu ni kweli, nilitaka kulala na yule mwanamke. Wewe ndio umeniokoa. Nikamwacha na kuja kwako. Munira, tangia nimekuona akili yangu imekuwa sio yangu tena, bali wewe umeitawala akili yangu na kuanza kila muda. Moyo wangu umekuwa sio kwangu, unadunda jina lako. Munira, nimejizuia lakini nashindwa na kupenda sana mimi. Munira alinitazama huko analia. Akasema shemu, unataka uniharibie maisha? Wewe una mke wako na mke wako ni dada yangu. Nikamwambia Munira, sijawahi kufanya ndoa na huyo. Moyo wangu mimi sijawahi kupenda hata siku moja. Hata huyo dada yako mwenyewe sijawahi kuhisi kama ninavyojihisi kwako. Munira, mimi nakupenda. Sitaki kukuharibia maisha. Ukitaka nikuoneshe hilo, kubali nikuoe tu hapa.
nitakupeleka mbali ukaishi kwa amani huko. Na mtoto atalelewa na nani? Tutajua tu itakavyokuwa. Naomba sana nielewe Munira. Najua nina hisia na wewe. Najua unalijua hilo. Sina haja kulielezea sana. Naogopa sana. Dada ananipiga siku si ataniua akisikia hivi. Kuanzia sasa nitakulinda. Sikujua haya na naomba nikutoe hapa ukaishi mbali. Kuhusu kulea familia mimi nitalea. Hapo unajua Munira alinitazama kwa umakini mno. Mimi nilimbusu, yeye akatulia. Nikamwambia naomba nielewe. Nateseka, siwezi tena kuvumilia. Kwani wewe hunipende mimi Munira? Niambie kweli kama unipendi. Munira alinama chini kwa aibu. Nilijisikia vizuri maana nilijua jibu tayari. Kwa hiyo kuona aibu nikajua hapa jibu tayari limeshasoma. Jibu limetiki hapa, mkeka umetiki. Nilimkumbatia vizuri, nikamsogeza kitandani, nikamlaza. Yeye anatetemeka. Nikamwambia Munira, naomba unijibu. Nipe muda nikuchunguze. Nikamwambia okay sawa, lakini naomba usiwe na mtu Munira. Naomba usiwe na mtu. Na kama unaye naomba muache sawa? Sawa. Naomba nilale hapa nawe basi. Hapana, nimesema nikuchunguze kwanza. Mimi sifanyi kitu, nalala tu Munira. Shem bwana, hebu nenda, mbona hivyo unataka kunichezea tu? Nishaona hiyo hali yako ni mbaya. Hali gani? Naomba tu uende bwana shemeji. Na okay sawa. Nilimbusu pale na safari hii nilimnyonya kabisa midomo yake kwa muda. Na alikuwa ananipa pale ushirikiano na kisha nikamwambia Munira, wewe ni mwanamke pekee. Mimi nakwambia ukweli kabisa, nakupenda. Mimi sijaye kumwambia mwanamke nampenda na kumtongoza katika maisha yangu, lakini wewe ndo wa kwanza. Naomba uheshimu hilo. Na ujue kabisa nakupenda na nakuhitaji sio tu kitandani bali katika maisha yangu. Please usiniite shemeji tukiwa tuko peke yetu. Niite mume wangu au niite baby sawa? Umenielewa malaika wangu? Sio unatabasamu tu. Jamani, nilifurahia hili tabasamu lake. Japo nilikuwa na hamu sana na Munira. Kila siku nilikuwa nikilala na egg lakini namwanza yeye tu. Na kaniwekea ngumu leo. Daise, ilibidi nirudi bafuni nikaoga maji baridi nikalala. Niliamka mapema nikakuta pale nimeandaliwa maji bafuni na nguo za kuvaa. Nilitabasamu nikaingia bafuni. Nikaoga lakini nikaona okay ni mtani Munira. Nikaita pale malaika. Malaika wangu. Munira kweli akaja akasema jamani unaniita hivyo vipi wakati wakisikia huko unadhani itakuwaje? Mimi nikacheka nikamwambia kumbe unajua jina lako naomba sabuni imeisha huko. Aka sawa. Kweli akaenda kwenye chumba tunachoweka sabuni, akaja pale kunigongea bafuni. Nikafungua mlango kidogo, akapitisha pale mkono, mimi nikamshika mkono, nikafungua ule mlango wote, nikamvutia kwangu kwa bafuni. Muda mashine yangu mimi imesimama mno. Munira akasema mimi sikusubiri hata malize, nikamdaka pale midomo nikaanza kumnyonya. Sikujali nimeloa au nini, nilimnyonya huko yeye alikuwa anazidi kulegea. Nikamwambia Munira sijiwezi juu yako. Nina hamu sana na wewe. Naomba hata kidogo tu. Munira hapo alikuwa na hema kwa nguvu akasema Davin, naomba sana usifanye hivyo, hapa ndipo unapoishi na mkeo na mimi bado sijakupa jibu. Mbona unataka nikufikirie kwamba unataka ngono tu kwangu, si ndio? Nilifurahi kwanza yeye kuweza kuniita Davin na sikujua kajuaje jina langu lote huyu mtoto. Nikambusu tena kisha nikamwambia wewe pekee ndio unayofanya mimi nijisikie hivi Munira. Sijawahi kuona mzuka huu kwa mwanamke yote yule. Naomba nisamehe sana my love, nakupenda na nitajitahidi kujizuia mpaka siku utakayokuwa uko tayari. Sawa, naomba uoge wa hospitali, chai tayari. No, okay sawa. Kwa nilikuwa kama fala mjue. Akatoka pale mimi nikajisuuza, nikatoka nikavaa nguo alizokuwa ameniandalia, nikaenda pale mezani kwanza kwa ajili ya kunywa chai. Munira akasema Davin. Nikamwambia naam. Naomba simu yako. Jamani mdhani hata nilibisha? Sikubisha, nikampa. Akachukua akaikagua. Naona mimi sikuwa na wasiwasi, sikuwa na mambo mengi kusema ule kweli. Nikamwacha tu. Tena nilifurahia, nikanywa na chai mara nikasikia pale honi nje. Nilijua ni Ivan, nikatoka nikamkaribisha pale akaingia tukakaa wote pale mezani. Munira alikuja pale akamsalimia kwa heshima, akamletea pale kikombe cha chai Ivan. Ivan alikuwa anamcheki mno. Munira akarudi jikoni, bado yuko na simu yangu tu. Ivan akasema wewe mwanangu, nipe mimi wewe mwanangu mtoto. Na muache ule kisilani kule naoa huyu mwanangu. Mimi hapo nikiwa nina wivu unajua, nikamwambia wewe mwanangu sikia, ongea tu mambo mengine na mimi kuhusu huyu mtoto Esebu, acha kabisa mwanangu. Hizo habari sitaki kuzisikia. Sasa Ivan akacheka akasema wewe nimekukamata mbwa wewe, niliona unavyomtizama mzee alafu nimegundua huyu binti umtamani, huyu mwanamke unampenda mwanangu, shauri yako. Mimi nikacheka tu huku nikiwa namuonesha ishara ya kumzuia kuongea. Tulikunywa pale chai, nikamuita Munira akaja mbio mbio, tukamshukuru pale kwa chai na kisha tukamwaga.
Ivan alitangulia nje, mimi nikamkumbatia Munira kisha nikampa pale busu moja zito mno. Nikamwambia nakupenda na leo nitashinda hapa nyumbani. Niambie nikuletee nini? Chochote tu. Nikamwambia kweli? Kweli? Ndio. Na wewe nikupikia nini Davin? Nipike pilau my love. Alafu nivalie kigauni chako kile fulani kile cha madoa kile. Kinakubanaga vizuri. Unajua na enjoy sana nikiona body lako my love. Umeanza, hebu nenda huko. Basi kweli akaanza kuondoka. Nikamshika mkono nikamvutia kwangu tena nikamkumbatia nikaanza kumnyonya pale midomo. Nilinogewa nye. Mara mlango pale ukafunguliwa huko nasikia odo Nila. Ilikuwa ni sauti ya Tanya, yani mtoto wangu. Mungu wangu. Bwana patamu hapo kweli kweli. Sasa itakuwaje? Bwana usikose katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 4. Mimi naitwa Uncle J, nikutakia wakati ule mwema. Bye bye.